Bwana msikilizaji, karibu sana kwenye sehemu ya pili, mzigo mtamu wa kuitwa Love of My Life, unaweza kuita Lonely, simulizi kutoka kwake bidada Agatha, Queen of Stories. Na niko hapa kukukumbusha pale sehemu ya kwanza tulipoishia, ambapo kijana Rodrick amekutana na baba yake, na baba yake anataka kujua nini hasa kinachomsibu kijana wake kwenye ndoa. Ndoa nyinyi, ndoa wanaume tumeumbwa mateso kuhangaika, niliboa sana ndoano. Lakini haina maana ya kwamba ndoa ni chungu kwa wote, lakini wako watu wanaenjoy ndoa wanaifurahia, watu wanapata raha kwenye ndoa. Sikwambie mtu, ndugu yangu, unaweza ukatamani, jamani, nilikuwa wapi mimi? Nilikuwa wapi wakati nalia na mapenzi? Nilikuwa wapi we? Hebu karibu kwenye hii sehemu ya pili tupate kujua nini hasa kilichoendelea mara baada ya kijana Rodrick kukutana na baba yake, na baba yake ilionekana anataka kujua yale yanayomsibu kijana wake kwenye ndoa. Bwana, mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi, na kama ndo mara yako ya kwanza kuwepo hapa ndani ya YouTube channel hii ya Uncle J Simulizi, basi nikuombe bonyeza alama ya subscribe na kisha bonyeza hiko kialama cha kengele ili upate simulizi zangu mpya ambazo naziachia kila ninapoitwa leo. Bwana, karibu ndugu yangu. Hebu nisikilize kitu kijana wangu, sawa? Ndio baba, nakusikiliza. Mimi ni baba yako, lakini pia mimi ni mwanaume mwenzio, sawa mwanangu? Hebu tafadhali naomba uniambie, hivi ni kweli ndoa yako iko salama kweli mwanangu? Msikilizaji, uweze kuamini, nilijikuta natokwa na machozi, nikasema baba sijui, mimi sijui. Najitahidi sana nimpende mke wangu, najitahidi baba, lakini najikuta nashindwa kabisa baba. Sijui kama nitaweza mimi baba. Mimi naona kabisa kuna mambo yananididimiza, hata huu upendo ninaotaka kuweza kuamsha sasa hivi kwa mke wangu, lakini naona kisa kuna mambo yananididimiza mimi baba, nashindwa. Hapana kijana wangu, usilie, sawa? Wewe ni mwanaume, hupaswi kuweza kulia. Nataka nikuambie tu ya kwamba ni sawa kabisa wewe kujisikia hivyo. Tena sisi wanaume, kuna muda mke wako unamwona tofauti kabisa, lakini kitu cha kufurahisha ni kwamba unapambana kumpenda mwanamke wako. Ina maana mwanangu, wewe humpendi mke wako Gabriela. Mbona ulikuwa naye kwenye mahusiano kabla ya kuingia kwenye ndoa? Umedumu naye kwa miaka mingi tu. Baba, ni kweli kabisa unachokisema, ni kweli kabisa baba, ni kweli baba. Kwenye mapenzi, enzi za uchumba, nilikuwa namfurahia Gabriela tena sana tu, nilikuwa namfurahia kama mpenzi wangu. Sikuwa naishi naye baba, saa hizi ndo naishi naye kwenye ndoa. Kuna tabia ambazo mwanzo wa uchumba sikuziona, lakini saa hizi kwenye ndoa baba ndo naziona. Kwa maana hiyo, kuna tabia ambazo huzipendi kutoka kwa mke wako, au ni hufurahii tu hizo tabia, au pengine kuna mwanamke wewe unampenda wa pembeni, si ndio manake? Hebu niambie ukweli, mimi ni baba yako kijana wangu. Hapo kwanza nilimtazama baba, afu nilikosa jibu kuhusu kuto kumfurahia mke wangu. Kusema ule ukweli, kuna vitabia vyake tu mimi vinanikera sana, lakini kubwa zaidi simfurahii kama mke wangu, na mbaya zaidi ni huu wakati ambapo napambana niweze kumpenda, alafu nakuja kugundua mambo mengine ambayo ni mabaya. Kuhusu mwanamke wa pembeni, mimi sina, ingawa nilimuona binti fulani wa kumfurahia sana, ila sio binti wangu, ila sio mwanamke wangu, na wala sipo naye kwenye mahusiano.
Hapo baba kwanza alinishika mkono akaniambia, sikiliza mwanangu, sikiliza kijana wangu, mimi nimekulea wewe kwa upendo sana. Nimeshuhudia hatua kwa hatua unakuwa kijana mzuri, na mimi nikiwepo kama baba yako. Wewe ni kijana mzuri sana na mwenye hofu ya Mungu ndani yako. Hii ndoa yako mwanangu ndiyo ndoa ya ujana wako. Umepata mke mzuri sana wa ujana wako. Kuna nyimbo fulani hivi alimba Asagwile, inaitwa Ndoa. Wewe ndo langu liyepewa na Mungu, wewe ndo chaguo langu fungu, na kupenda mwari wewe, we mzuri mwari wewe. Sijui unanielewa kijana wangu. Kitu pekee unachotakiwa kukifanya kijana wangu ni kuipambania ndoa yako, kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa kwenye ndoa yako. Ndoa mwanangu sio kitu lele mama. Ndoa mwanangu sio kitu rahisi. Tena wakati mwingine nataka nikwambie ukweli, ndoa ni ngumu, haswa ngumu kweli kweli, lakini usikubali kushindwa. Wewe ni mwanaume, usikubali kushindwa na ndoa yako. Hata mwezi haujafika kwenye ndoa yako, hebu unatakiwa usimame imara kwenye ndoa yako. Hapo mjue nilimtazama baba, alafu nilijikuta namuuliza, baba, umewahi kukaa hata siku ukajutia kumwoa mama yangu, au kuhisi tu ya kwamba humpendi kabisa mamangu? Nilipomuuliza hili swali, mzee alinitazama kwa muda, nikaona macho yake yakibadilika, alafu babangu alitazama chini, nikaona akainua pale mikono yake akajifuta machozi, alafu nikamwita baba. Baba aliinua uso wake akatabasamu, japo naona kabisa hayupo na lile tabasamu la awali, lakini babangu akanambia, sikiliza kijana wangu, sikiliza. Kuna mtu kijana wangu, au naweza kusema kuna muda unakuwa huna la kufanya kabisa. Kwa kama unakuwa huna la kufanya kabisa, unaacha maisha yafanye vile yanataka, na ndio maisha yanataka hivyo. Inatokea mara nyingi tu, lakini sio sababu ya kuacha ndoa yako. Wakati mwingine suluhu ni kutulia tu. Hapo mjue nilimshangaa babangu. Wakati huo mlango ulikuwa unafunguliwa, alikuwa ni mama. Mamangu alikuwa kitabasamu na kisha akasema, baba na mwana mna kikao gani cha siri jamani namna hiyo? Hapo mimi na baba tukajifanya kucheka, alafu mama kaniuliza, mwanangu uko sawa kweli? Lakini mimi hapo nilitabasamu nikamwambia, niko sawa mama, na hata hivyo nataka niwahi nyumbani. Mama alitabasamu na kisha akasema, kabisa, maana binti yangu alipiga hapa, anaonekana ana wasiwasi sana. Kila kitu kiko sawa lakini mwanangu, si ndio? Mama aliponiuliza hili swali, mnajua nilimtazama, na kisha baba akainuka pale, na mimi nikasema, mama, kila kitu kiko sawa kabisa. Baba, uwe na usiku mwema. Mamangu, nakupenda sana. Mimi ngoja niwaache mimi niondoke. Kiukweli sikusubiri hata jibu. Nikawa natoka huku nikiwa nasikia mama ananiita, Londrick, we Londrick, Ricky mwanangu. Baba akanamwambia, mke wangu mwache mtoto, mwache aende. Sasa sijui aliendelea kuzungumza nini, lakini mimi niliingia kwenye gari yangu, nikawasha pale gari, nikaanza safari ya kutoka pale nyumbani kwa wazazi wangu. Kiukweli sijui waliendelea kuzungumza nini wazazi wangu, lakini mimi niliingia kwenye gari yangu, niliwasha pale gari, nikaanza safari ya kutoka pale nyumbani. Nikiwa nimeshatoa gari, nilichukua simu yangu, na lengo mimi lilikuwa nimtafute Willy. Willy huyu ni rafiki yangu, pengine labda nitaweza kuongea naye machache. Kwa nilichukua simu, nilikuta mke wangu pale amenipigia sana. Missed calls zilikuwa ni nyingi sana. Nilitazama, nikashika simu yangu kwa nguvu zote. Yaani nilikuwa natamani kama yeye ndo awe ile simu, lakini yani sasa ikawa ndo haiwezekani. Yaani kama yeye mke wangu ndo angekuwa ile simu, sasa sijui ningemfanya nini. Nilitazama hivi ile simu, machozi yakawa yananitoka. Kila nikikumbuka vituko vya yaani kila nilipokuwa nakumbuka vituko vya mke wangu, ndio nilikuwa nazidi kuumia. Mke wangu aliniandikia ujumbe kwa kuniambia, dadi, tafadhali nakuomba sana, usinifanyie hivyo. Wewe ndo kila kitu. Wewe ndo kila kitu ambacho nakihitaji. Wewe ndo sababu mimi niko hapa leo. Hujui tu nini kwa namna gani umenisaidia.
uwepo wako umeongeza mengi sana kwenye maisha yangu. Wewe ni nuru yangu, wewe ni mwanga wangu Ricky. Na kuomba tuzungumze, na kuomba mpenzi. Mume wangu na kuomba unisikilize, na kuomba sana. Haki ya Mungu nakupenda sana. Mimi hapo msikilizaji, mnajua sikutaka hata kuhangaika naye. Nilimpigia simu Willy alipokea. Na aliniita. Oya kaka, niambie. Mimi kusema ukweli nilikosa hata cha kumwambia. Nikamsikia tena Willy anasema, "Yelo, oya bro. Kaka unanisikia?" Hapo ikabidi nijikaze, nikamuuliza hivi, "Willy, uko wapi bro? Hebu naomba uniambie ukweli, uko wapi?" Hapo Willy akaniambia wapi alipo. Akaniambia, "Mwanangu, hapa nilipo sina muda mrefu sana. Kuna vitu wife alikuwa ameniagiza na mchukulia hapa kisha narudi nyumbani." Sasa nilivuta pumzi nikamwambia, "Mwanangu sikiliza, naomba unisubiri." "Kaka vipi, kwema?" Mimi pa nikamkatia simu. Nilipokata tu simu mamangu mzazi iliita, nikaipokea. Mamangu akaniambia, "Wewe mwanangu, mwenzio mbona yuko hapa? Wewe uko wapi tena?" Mjua hapo nilishangaa. Ina maana kwamba mke wangu amenifuata mpaka nyumbani. Nikamwambia, "Mama, mwambie huyo mwanamke arudi nyumbani. Mimi narudi muda so mrefu." "Wewe mwanangu, kuna usalama kweli lakini?" Nikamwambia, "Kila kitu kiko sawa mama." "Haya, sawa mwanangu. Mimi ninawaombea sana mpendane na msikilizane, ndoa yenu idumu milele." Mimi hapo kwanza nilivuta pumzi. Yaani ile kujibu amina mpaka machozi yani ilikuwa yananitoka. Nikamwambia, "Amina mama." Yaani nilikuwa nashindwa kuelewa kwamba huyu Gabriela ni mwanamke wa aina gani? Mimi nimeoa mwanamke wa aina gani? Huyu mwanamke kwa mwingine anaonekana ni wa kawaida. Au pengine kwa sababu siku hizi mambo haramu yanakuwa ni mazuri ndio yanapigiwa kampeni ama ni vipi? Nyie kusema ukweli kwa upande wangu mimi hili lilinishtua sana. Ni kama vile kengele ya hatari ilikuwa imiliki kichwani mwangu. Kengele ambayo ilikuwa inaamsha mambo mengi mno. Najua unataka kujua kama nilikuwa nawaza nini. Lakini hapa nilipo kusema ukweli nilikuwa nawaza, nani anamfanyia hayo mke wangu? Huko kwenye mitaro huko. Nani anaipita huko kwenye mitaro? Nikawa nawaza hii michezo ameanza lini? Kwa maana hiyo ana mtu mwingine nje huko sina manake. Na huyo mtu mwingine ni nani? Zile kelele anazopiga, zile kelele za raha kwamba anafurahia lile tendo haramu, anafanya na nani? Ina maana mimi kwake ni kama vile nacheza tu, simfikishi popote pale, najituma kote kule na najituma kweli kweli, lakini mwanamke ndo anataka vile kwenye mitalo. Mimi kwangu mbona ni hatari? Sasa wakati naendelea kuwaza hayo, nikawa naendesha ile gari. Naenda kwa rafiki yangu Willy, ila kichwa kilikuwa kinawaka moto vibaya mno. Muda huu hata nilimkumbuka Willy na familia yake kusema ukweli. Maana wanaishi na namna vile alivyokuwa mke wake ni mstaarabu. Yaani hata kumuingizia haya mambo mimi naona aibu. Nilifika nje ya ile supermarket aliyokuwepo Willy na nilimpa taarifa, bwana mimi nimeshafika. Alafu sasa hapo nikawa najiuliza, hivi mimi hapa nimekuja hapa kufanya nini hapa supermarket? Nitamwambia nini Willy kuhusu hili? Yaani naanzaje? Mbona ni aibu? Hili jambo linatisha, mimi siwezi kulisema, siwezi kumwambia kitu kama hiki. Nikasema Mungu wangu. Mimi nimeoa nini? Sasa nikiwa katika hiyo hali ya kuwaza hili na lile, Willy alitoka. Nilimwonyesha pale ishara nilipo na alikuja mpaka nilipokuwa. Nilimfungulia pale mlango wa gari, Willy aliingia. Aliponiona tu, Willy alipoa. Akaniambia, "Kaka, kaka Ricky, salama kweli ndugu yangu?" Mimi hapo kwanza nilishusha pumzi, nikamtazama, nikamwambia, "Niko salama kaka. Nisamee ndugu yangu nimekusumbua, lakini nilihitaji tu kukuona." Willy alinitazama. Akaniambia, "Sikiliza Ricky, nisikilize ndugu yangu. Mimi niko hapa. Niambie shida nini kaka, tunaweza tukasaidiana." Huwezi kuamini msikilizaji, nilishindwa kumtazama usoni huyu rafiki yangu Willy. Hivi mimi nawezaje kumsema mke wangu mbele ya rafiki yangu ya kwamba mke wangu anafanya mapenzi ya mitaroni? Kwamba mke wangu hashiriki tendo kule njia sahihi, anapenda kule kwenye njia mitalo. Naanzaje kumwambia rafiki yangu? Alafu yeye rafiki yangu yuko kwenye ndoa ambayo ana amani na furaha. Naanzaje kumwambia? Kuna muda nikabidi niwe mwanaume nitunze siri za mwanamke wangu. Kusema ukweli sijui kama kuna wanaume wanakutana hili ambalo mimi nalipitia.
Mimi kusema ule kwangu ndio lilikuwa linanishangaza kusema ule kweli. Lilikuwa linanipa tabu sana. Yaani kwangu nilikuwa naona ni jambo zito mno, jambo kubwa mno, jambo ambalo lilikuwa linanitesa sana. Ilibidi nimwambie kwa upole Willy, nikamwambia ndugu yangu, hata sijui kaka, yani sielewi, yani kusema kweli sijielewi. Willy akaniambia, "Oya, unaweza kuniambia chochote tafadhali, niambie." Nilimtazama Willy nikamwambia, "Sikiliza kaka, naomba unisamehe sana. Kwanza nimekusumbua, naomba unisamehe sana. Mimi naomba tu niende nyumbani, niwahi nyumbani." Hapo Willy alitikisa kichwa akasema, "Sijui tatizo lako liki. Nashindwa namna kukusaidia. Unajua hili tatizo ndo la wanaume wengi sana. Wanaume wengi hawapendi kufunguka. Rick, hebu kuwa mkweli, zungumza mambo yanayokusumbua ndugu yangu. Tunaweza tukashauriana. Sijui unapitia magumu gani kwenye ndoa yako, lakini kitu ambacho naweza nikasema rafiki yangu, hebu muulize Mungu ufanye nini kwenye ndoa yako. Mungu atakupa majibu. Siku zote Mungu ana majibu ya maswali yetu magumu. Na njia nyingine ya kutatua matatizo ni kuzungumza rafiki yangu. Sisi wanaume tunapenda kukaa na vitu moyoni. Hii ni mbaya, inatutesa. Kama ni mke wako, kaa naye chini, mzungumze, msikilize, umuelewe. Tatueni matatizo yenu pamoja. Amweni pamoja, mvuke pamoja. Unajua Rick, sisi bado ni vijana. Mimi ninayo imani unanielewa. Tena bahati nzuri tunajitambua na kuelewa nini maana ya maisha. Kwa hiyo Rick, usitumie hasira. Kuwa mpole rafiki yangu. Fuatilia jambo na ulielewe. Mimi na hakika Mungu hataki ndoa zivunjike. Na lazima utapata tu suluhu. Tafadhali sana ndugu yangu, hebu jitahidi kwenye hili. Na kama bado huelewi, mimi ndugu yako nipo. Nitakusikiliza na nitakuwa na wewe kuzungumza kuhusu lolote lile, tena kwa kina kabisa. Na kuomba sana ndugu yangu, usijiumize kihisia. Bado tunakuhitaji bwana ndugu yangu. Sasa wewe umri huu ndio ikusumbue. Je, ukifika miaka 40, miaka 50? Hapo nilimtazama sana rafiki yangu huyo Willy. Nikamwambia, nashukuru sana kaka. Sijasema nini kinanisumbua, lakini umezungumza na mimi vizuri sana na nimejisikia vizuri sana. Nashukuru sana kaka, nashukuru sana. Nimependa vitu ambavyo umeniambia na nakuahidi nitashughulikia hili na nitarudi kwako. Nashukuru sana kaka. Mimi naomba tu nirudi nyumbani. Kaka, una uhakika uko vizuri kweli au nikusindikize nyumbani? Mimi nilimtazama Willy afu nikacheka kidogo. Nikamwambia, hapana ndugu yangu, wewe muwahi mke wako bwana. Mimi nawahi nyumbani bwana. Wakati huo msikilizaji, simu yangu iliita. Wote tulitazamana. Willy akaniambia, shemeji yangu wewe mwanangu anapiga. Ongea naye sasa. Mimi nilimtazama tu, lakini hapo moyoni mwangu nikasema, yani wewe Willy, ungejua wewe kinachofanya huyu mtu anapiga simu, wala hata usingeniambia hayo maneno. Mimi sikupokea ile simu kabisa. Yani sikupokea kabisa. Sasa wakati naagana na rafiki yangu Willy, akapiga simu rafiki yake na mke wangu Gabriela. Nilitazama ile simu na kisha nikapokea. Nilipopokea, rafiki yake na mke wangu akaanza kusema, "Shem lake uko sawa?" Nikamwambia kwa upole tu, nikamwambia niko salama kabisa Shem. Shemeji, mimi sitaki kuwaingilia kabisa, lakini nakuomba sana Shem, chochote mnachokipitia tafadhali kaeni chini myamalize. Ndugu yangu analia sana, ananiambia amekukosea, tafadhali msamee. Ingawa sijui nini kimetokea, tunawapenda, tunatamani ndoa yenu idumu. Shemeji amekuambia alichokifanya kwani? Hapana, hajaniambia, analia tu muda wote. Naomba Shem, zungumzeni bwana, muyamalize hili na kuomba shemeji. Sikiliza Gina. Wewe ni shemeji yangu, si ndio? Ongea na ndugu yako, mwambie asinione mimi ni mpumbavu, sawa? Mimi nina akili zangu timamu. Na nikirudi nyumbani awe na majibu kamili ya maswali yangu ambayo nitakamuuliza. Vinginevyo ataniona mimi ni mbaya. Sasa huyu Giana ambaye ni rafiki yake na Gabriela wa muda sana, lakini tofauti yao tu ni kwamba huyu Giana ni amekaa kiheshima sana tofauti na Gabriela. Giana amekaa kiheshima na hata alivyokuwa anaheshima sasa. Kiukweli ni rafiki mzuri sana kwa mke wangu. Sijui mke wangu amedanganywa na nini mpaka amekengeuka, lakini rafiki yake ni mzuri sana. Lakini pia sijui mke wangu kamwambia nini Giana. Inaonekana Giana hamjui vizuri mke wangu. Pengine ndo maana hajamwambia kile alichokifanya. Mimi nilipokata ile simu ya Giana akanitumia ujumbe, "Nisamee sana shemu wangu kwa kukusumbua, ninaamini utamsamea rafiki yangu kwa ajili ya Mungu. Tafadhali sana shemeji, haipendezi kugombana mapema hivyo. Tunawaombea mpate amani na mfurahie. Nawapenda sana."
Mimi nikasoma tu ule ujumbe, lakini moyoni nikasema yani nyinyi mngejua nyinyi msingekuwa mnanifanyia hivi kabisa. Sikumjibu kitu Giana, sikumtext ile message, lakini maneno yake Giana pamoja na maneno ya rafiki yangu Willy ni kama vile alikuwa yanataka amani kwenye ndoa yangu. Lakini kumwaza mke wangu peke yake ilikuwa inaniumiza. Mnaamini kwamba sikurudi nyumbani moja kwa moja. Nilifika mahali niligiza kwanza kinywaji pale, nikawa na kunywa huku nawaza kuhusu nyumbani. Kuna vitu kiwaza acha tu. Mimi naona kabisa yani ndo nimekuwa mtoto wa shetani. Yaani akisa huyu mwanamke anakunipeleka ni jehanamu kwa kunifanyisha kitu ambacho sijawahi jamani. Sijawahi kutamani hata ndotoni. Roho iliniuma sana. Mke wangu alikuwa anapiga sana simu. Simu ilikuwa inaita sana tu, lakini sikuwa naijali. Sikuwa naipokea. Message ndo usiseme. Mke wangu alikuwa analalamika, baby please na kuomba mume wangu, nimeenda mpaka nyumbani sijakukuta, uko wapi mume wangu, tafadhali na kuomba pokea simu. Text na emoji za kulia kama zote anatuma. Mimi natizama tu simu, na nakumbuka mida ya saa 5 hivi ndo nilianza safari sasa ya kurudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nilikuwa nimechelewa kusema ule ukweli. Na kuchelewa nyumbani sio kitu ambacho mimi napenda, ila nimekuwa sina namna. Nilipofika nikaingia ndani. Nilipoingia tu nilimkuta Giana na rafiki yake akiwa analia kweli kweli. Giana aliponiona alinitazama kwa upole sana, akasema shem karibu. Nilitikia kwa staarabu tu nikamwambia asante shemeji, uko hapa kumbe. Sikuwa na namna, niliona tu nije, ila kwa kuwa umefika basi mimi naomba niwaache. Please shemeji, naomba mzungumze. Hapo mke wangu alisimama na kisha akasema kwa upole, karibu mume wangu. Mimi nilimtizama tu, kisha nikamwambia Giana nikupeleke, sasa ni usiku sana. Huwezi kuamini, Giana alinitazama akasema shemeji wala tosijali. Mume wangu atanifuata tu, hakuna shida. Hayuko mbali na hapa, ndiye aliyenileta. Mimi nilimtazama Giana nikamwambia okay, pole kwa usumbufu. Karibu sana. Utamsalimia sana bro. Giana akaniambia kwa upole huko akiwa anatoka, asante sana shemeji. Rafiki yangu na usiku mwema, tafadhali jamani mzungumze vizuri na mumeo. Mimi hapo sikujibu kitu, badala yake mimi nilianza safari kuelekea chumbani. Haraka mke wangu alipiga magoti akanishika miguu yangu. Hapo analia kwa maumivu, akanasema mume wangu tafadhali nakuomba nisamee mume wangu, nakuomba mume wangu. Mimi nilimtazama afu nikatoa mikono yake nikamwambia sikiliza, nimechoka sana. Naomba nikapumzike tafadhali. Sasa ile nimepiga tu hatua, mke wangu akanidandia akanidandia kwa mgongoni. Hapo analia, akawa amenikumbatia kwa nguvu, akawa anasema mume wangu tafadhali nakuomba unisikilize na kuomba mume wangu. Mimi niligeuka nikamwambia sikiliza, wote ananiambia nini wewe ili niweze kukuelewa ji? Yaani unalipi la kusema ambalo mimi naweza nikakuelewa? Hapo ji akawa analia kwa uchungu mno, uso ulikuwa umemjaa machozi. Akaniambia lipo mume wangu tafadhali nakuomba unisikilize, lipo la kukwambia. Hapo kwanza mimi nilishusha pumzi, kisha nikaingia chumbani nikakaa kitandani. Mke wangu aliingia chumbani na alipofika tu mlangoni alipiga magoti. Akatembea na magoti mpaka nilipokuwa. Hapo alikuwa analia kwa uchungu na majuto. Natamani msikilizaji ungemuona namna alivyokuwa anatilia huruma. Na kisha pale akaanza kusema, mume wangu please, I'm sorry. Mimi hii sio tabia yangu na kuomba unielewe. Hapo mke wangu ni kama vile alikuwa anazidi kunitia hasira. Mnajua nilifoka. Nikamwambia hiki ndicho ulichotaka kuniambia, sio manake. Nataka kujua ni nini na imekuaje, kivipi na kwa nini mara ya mwisho ulinigeuzia kama mimi hilo ni kosa langu. Gabriela, sina muda kukubembeleza. Hii ndoa inakufa. Hii ndoa itazama na sasa hivi sijui hata kama unaelewa nini ambacho ninakizungumza. Machozi yako hayatosaidia kitu hapa. Na sasa ndo nina majibu ya kwa nini sikuridhishi. Zile kelele wewe hujawahi kupiga kwangu. Wewe ni mwanamke wa namna gani? Wewe ni nani wewe? Unanidhalilisha mume wangu. Mimi mbona nakufurahia sana. Hapo nilimtazama. Nikataka kuinuka pale maana alikuwa ananikwaza hasemi chochote. Wakati nainuka akawa amenishika mguu wa kulia. Akawa anasema ni zamani sana. Ni zamani mume wangu, sijawahi kufanya tena hivi baada ya wewe kuja kwenye maisha yangu. Nilikuwa nafanya zamani hata kabla sijawa na wewe kwenye mahusiano. Ni wewe ndio umenibadilisha mume wangu. Nilikuwa naelekea pabaya sana. Umenifanya niwe mpya, umenitengenezea maisha yangu, ni wewe Ricky. Kabla kuwa na wewe nilikuwa na mwanaume yule ndiye alinifundisha hii michezo, alinifundisha kila kitu na hata pombe kali ni yeye ndiye alinifundisha. Naomba unisamee. Yule mwanaume alikuwa nikatili sana kwangu. Alinifanya kila kitu kibaya kwangu. Alinipiga pale ambapo nilikuwa sielewi. Nilikuwa naishi kwa matakwa yake.
Hakuna alichosema mimi nipinge. Alikuwa na wivu sana, alikuwa anasema ananipenda sana. Na mbaya zaidi, mimi nilikuwa naona ule ndio upendo, nilikuwa naona yale ndio maisha yangu. Nilikuwa nampenda sana, nilikuwa nampenda, siwezi kumwacha kabisa. Sikuwa naweza hata kuona mwanaume mwingine kabisa, alikuwa ni yeye tu. Familia yangu ilihangaika sana kunitoa kwake. Hata nilihamishwa nchi na kwenda kusoma mbali. Niliteseka, nilikuwa sioni baya kwenye kila kitu. Sisi tulikuwa tunaona ni mapenzi, na hata hivyo tulikuwa tunapendana sana mbali na changamoto zote. Mwaka mmoja baadaye niliona kwenye matangazo ya vyombo vya habari ya kwamba amehukumiwa maisha. Habari ile iliniliza sana, nililia sana, nilihangaika sana. Hata nikarudi tena nchini, nilianza kugundua kwamba nilikuwa nakosea. Taratibu nilianza kukubali ile hali, nilianza kujipenda na kujifurahia. Miaka 2 mbele aliugua na akapoteza maisha kwa sababu alikuwa ameathirika sana na madawa. Ricky, ni hadithi ndefu, lakini niliamua kujipenda na kuacha kila kitu mpaka nilipokuwa na wewe hapo. Ukafanya safari yangu ya uponyaji kuwa rahisi. Nilianza kupona, nilianza kukupenda na nakupenda sana. Unanitosha sana Ricky mpenzi, bado nakuhitaji sana, usiniache tafadhali. Najua nimekukosea, sitaki hata kujielezea sana. Ni kitu kibaya sana nimekosea mpenzi, lakini unajua kwamba nakupenda. Unajua kwa siwezi kuishi bila wewe Rick. Mimi ni kichaa penzi lako, na kuahidi sitakuwa hivi tena. Nitabadilika. Nimeweza, na wewe najua utakuwa ndo kiongozi wangu mzuri sana. I'm sorry baby daddy, nakuomba tafadhali nisikilize mimi. Nisikilize, usiniache, nakuomba mimi, nakuomba baby. Hapo huyu mke wangu alikuwa analia sana. Yaani ukimwona ni kama sio yule mdada mrembo, mdada wa kisasa. Alilia kwa uchungu sana. Mnajua mpaka nilikuwa namhurumia, lakini sikutaka aone huruma yangu kusema kweli. Nilimwambia, sikiliza Gabriela, hata ulie kwa namna gani, kitu ambacho umenifanyia ni kibaya sana, na tena umenichafua akili yangu. Umefanya ni kuone ni waajabu sana, na mbaya zaidi ukajifanya wewe ni kuonewa. Ni mwanamke aina gani? Lakini ina maana mpaka leo hii wewe hujui hiyo ni mbaya mbele ya Mungu? Wewe mwenyewe unaona kabisa ni ujanja, huwazi hata madhara yake kiafya. Si maana yake kuna mambo unaona hayaendi, au labda kuna mambo unaona kama maisha yanarudi. Ni kwa sababu ya huo upumbavu wako. Wewe ni msomi kabisa, unaelewa mambo mengi tu kuhusu kujitambua, na unafanya huu upumbavu. Umenisikitisha sana. Kwa unataka unifundishe na mimi sasa, ili kizazi chetu sasa kiwe cha kishetani. Sio manake. Hapo msikilizaji, mke wangu alilia kwa uchungu mno, huku akiwa anasema, nimekosa mume wangu, nimekosa na kuomba sana, nimekosa hapa na kwa Mungu, kwa ajili ya huyu mtoto tumboni, kwa ajili ya kila kitu. Na hata kama nikiendelea hivi mimi mama yangu afe, naomba uniamini mume wangu, naacha kabisa. Na hata hivyo sifanye hivi tangu nimekutana na wewe. Sijui hata imekuaje, najisikia aibu, najisikia vibaya, nateseka. Naona nimefanya kosa kubwa mno maishani mwangu, haswa kwako mpenzi wangu wa maisha. Na kuomba nitazame, nione huruma. Mimi siwezi kuishi bila wewe, siwezi kuishi. Ni bora kufa kuliko kukukosa wewe maishani mwangu. Kusema ule kweli alitilia sana huruma. Alikuwa analia mpaka mafua yanamdondoka. Nilijikuta na muinua, nikamwambia, sikiliza Gabriela, wewe ni binti wa Kikristo, wewe ni binti mzuri na umefundishwa upendo na maana halisi ya maisha duniani. Ulibatizwa ili umfuate Kristo na mambo yake. Ninazo dhambi, ndio sikatai, ninatubu sawa, lakini hii dhambi ambayo Mungu aliharibu kabisa ulimwengu wake, kizazi chake, inatafuta nini kwenye maisha yako? Ina maana wewe hujui hadithi hizi? Hujawahi kusikia ilikuwa vipi? Au unafikiri kwamba Mungu haoni na hawezi kuangamiza ulimwengu kwa sababu ya mambo haya? Mungu ataangamiza ulimwengu wako. Kila kilicho chako kitaenda na kizazi chako, kizazi na kizazi, na hata ambao hawapo sasa watalipia makosa yako. Kwa hivi ndivyo unavyotaka kutengeneza kizazi chako. Ni maana watoto wetu watateseka kwa sababu yako. Mimi sijui wewe utafanya nini, ila unahitaji muda na Mungu. Sijui kabisa, lakini umenisikitisha sana na sijategemea kama unaweza kufanya huu uchafu. Hebu nisikilize, sitaki unisumbue, niache kama nilivyo tafadhali, na usiniulize kitu chochote. Sijui hata kama unanielewa hiki ninachokisema. Hapo akiwa ameinamisha kichwa chake, akawa anasema huko analia, najua nimekutia kinyaa, najisikia maumivu, nateseka sana mume wangu, naomba unisamehe mimi. Na kuomba mume wangu, sina hata neno zuri la kusema juu yako. Naomba unisamehe, usinipe adhabu kubwa namna hiyo ya kutokuwa karibu na wewe. Na wewe ndo kila kitu kwangu, na kuomba sana babangu, na kuomba tafadhali. Huyu mwanamke anajua sana kujitetea,
Lakini ukweli kabisa, hili jambo lilikuwa linaniuma kuliko kawaida. Lakini sasa hadithi yake sijui ni ya kweli au ni uongo, lakini kusema ule kweli nilijisikia vibaya. Kuna wanaume tu wapo kutumia vibaya wanawake vile ambavyo wao wanajua, na wenyewe wanaita ndo upendo. Watu wanakuwa addicted na vitu vibaya na hawawezi kujinasua. Unajua, nilimtazama kwa upole nikamwambia, okay, sikiliza, hebu acha kulia, inatosha. Sikutaka hata jibu kutoka kwake. Niliingia bafuni. Huku sasa ndo na mimi niliweza kupunguza maumivu yangu kwa kulia. Nilikuwa nimefungulia maji, nilikuwa nahoga huku machozi yakiwa yananitoka. Ndani yangu nilikuwa natamani kumjua zaidi huyu mwanamke. Na kuna wakati mwanamke au mwanaume tabia zake ndizo ambazo zinalazimisha sasa uanze kumfukunyua. Mimi nilimpenda mwanamke huyu bila kutaka kujua chochote kumhusu yeye. Lakini sasa tabia zake zilikuwa zinaonyesha kabisa mimi huyu simfahamu kabisa huyu mwanamke. Simfahamu hata kidogo. Kitu pekee ambacho najua kuhusu yeye ni kazi na familia na maisha binafsi. Sijui kitu chochote kile kuhusu yeye. Kwa nikatumia muda wangu sana kule bafuni. Niliwaza mengi, haswa ni jinsi gani naweza nikamfahamu huyu mwanamke ambaye wakuitwa Gabriela. Nilipotoka bafuni sasa nikapitiliza kitandani bila hata kuzungumza kitu. Niliona mke wangu alikuwa amesimama tu, hanigusi. Yani anigusi hata, alikuwa ananitazama tu. Mimi sikujali, nikajilaza pale vizuri zaidi. Nikamwona mke wangu naye pia anaenda zake bafuni. Alikaa sana huko bafuni pia. Aliporudi na yeye alipanda kitandani. Akawa anataka kunikumbatia, lakini nilimtoa mikono yake, sitaki hata niguse. Kusema ule kweli, hili ambalo lilikuwa limetokea lilikuwa limenikata sana steam juu yake. Kuna hali nilikuwa najisikia, au hata kama nikimwona hivi napata hasira sana. Alikuwa ni mpole tu. Alinitazama, akageukia upande mwingine, na mimi nikatazama upande mwingine. Sikutaka hata kusumbuka naye kabisa. Nililala. Usingizi ulinichukua kabisa. Ni wazi nilikuwa nina hasira, nilichoka. Yani siku nzima ilinifanya nipate usingizi, sijui nisemaje. Yani hata nilipokuja kulala, yani nilikuwa kama mfu. Nililala usingizi mzito mno. Nikiwa nimelala sasa nilikuwa naota ndoto, lakini hiyo ndoto ilikuwa ni ndoto nzuri sana. Ndoto nzuri kwa sababu nilikuwa nina furaha. Niliota ndoto nipo na yule msichana niliyemwona siku ya ndoa yangu kule kanisani. Niko na yule msichana, afu tulikuwa tunacheka sana, tunacheza sisi wawili tu kwenye mvua, huku tukitaniana na michezo ya hapa na pale. Nikiwa na furaha namna hiyo, nilimwona mke wangu akija na hasira mno, na alipofika kwa yule msichana akawa anasema, unafikiri ni rahisi hivyo? Unafikiri nitakuacha tu umchukue mume wangu kutoka kwangu? Huyu ni mume wangu, mume wa maisha yangu. Kama huwezi kumchukua, ni bora mimi nife au ufe wewe au yeye, lakini hakuna Mimi nikasogea karibu yake, nikamwambia, sikiliza mke wangu, tafadhali mwache huyu msichana. Sasa mke wangu alipiga kelele akasema, wewe ni wangu Rodrick, wewe ni wangu. Hapo sasa mimi ndo nikashtuka kutoka usingizini. Nikashika kifua changu, lakini nilipomtazama yeye mke wangu alikuwa amelala. Alikuwa amelala ametulia kabisa. Nikashusha kwanza pumzi. Nikasema, ina maana kwamba huyu mwanamke wangu wa ndoa ananipenda kweli ama vipi? Sasa kama ananipenda, ni kwa nini imani yangu kwake inapungua kila siku? Kila siku imani yangu kwake inapungua. Nikamtazama mke wangu aliyekuwa amelala. Nilitamani kushika simu ya mke wangu, lakini sikuwahi kushika simu ya mke wangu kamwe kwenye maisha yangu. Kwa sijui kitu chochote kile. Nilitazama tu ile simu na kisha nikasema, nitaanza kukufuatilia kuanzia sasa mke wangu. Kwa sasa sitafanya lolote na wewe. Sitafanya chochote kile mpaka pale nitakapoona mambo yanakaa vizuri na moyo wangu una amani, ndio nitajua nini nifanye. Nilinuka pale na kisha nikaingia zangu chooni. Na mara baada ya muda nilitoka na kisha nikarudi kitandani. Huku nikawa na tafakari kuhusu ile ndoto. Huku ndani yangu nikawa najiuliza kuhusu ule msichana wa kanisani. Ni nani ule msichana? Na mbona sijawahi kumuona tena tangu nifunge ndoa, na ni mwezi sasa unaisha, lakini sijawahi kumuona tena hata pale kanisani. Sijawahi kumuona. Na nimemvizia sana pale kanisani, lakini kamwe sijawahi kumuona. Sasa nilipokuwa nawaza hayo, usingizi ulinichukua tena. Safari hii nilikuja kuamshwa na upole kwa sauti ya Gabriela ambaye ni mke wangu. Aliniita kwa upole sana, akaniambia, mume wangu amka kipenzi, chai iko tayari. Nilipofumbua macho yangu nilimwona akiwa amependeza mwenyewe. Unajua ni mrembo sana mke wangu. Nilimsalimia kwa upole, tunakamwambia good morning. Mke wangu alitabasama akasema kwa upole, good morning habi, umemkaje daddy? Nilimtazama kisha nikashusha pumzi, nikamwambia niko salama kabisa. Basi hapo nilinuka na kisha nikatazama muda, yani nikaangalia saa. Ilikuwa ni majira ya saa 4 za asubuhi. Nikasema kwa sauti ndogo tu kwamba nimechelewa. Hebu tangulie na kuja. Mke wangu alinitazama na kisha akaniambia tena, mume wangu kipenzi, tafadhali nakuomba unisamehe sana. Ninajitahidi kuwa mke mzuri kwako, nakuomba unisamehe.
unipatie nafasi nyingine kwenye maisha yako. Hapo mimi nilimtazama mke wangu pasina kusema kitu chochote, na yeye akawa anatoka na mimi nilishusha pumzi na kisha nikaingia bafuni. Nilijeka safi pale haraka haraka nikatoka kwa ajili ya kupata chai. Na wakati nimefika mezani, yule mama alikuwa anamalizia kuweka pale meza sawa. Alafu akawa anaondoka zake. Mimi nilimuita nikamuita Mama Babu. Yule mama alinitazama akasema, "Naam boss." Mimi nikatabasamu nikamwambia, "Kwa nini usikae hapa tule pamoja? Badala yake wewe kila siku unaenda kula jikoni. Kwa nini?" Sasa nilipomwambia hivyo huyu mama Babu, mke wangu alinitazama akasema kwa anatabasamu, "Mume wangu bwana, muache bwana, tafadhali muache. Alishakunywa chai na hata hivyo ana kazi za kufanya. Nataka kuzungumza na wewe hapa mpenzi wangu." Mimi nilimtazama tu mke wangu. Ninamjua ni mtu wa nyodo sana. Kukaa hapa na mama Babu hata asingesema kitu. Asingependa tu kwa sababu haijawahi kuwa hivyo mama Babu kukaa mezani hapa na sisi kula chakula. Kitu ambacho mimi naona familia nyingi hata kwetu pia kwamba hata kama mtu anawasaidia kazi za nyumbani, anajumuika pamoja na familia mezani, tunapata chakula tunakula. Mimi nilijifunza upendo kwa familia ya rafiki yangu pia Willy. Wanaishi vizuri sana. Nilitamani na mimi nianzishe utaratibu huu kwangu. Lakini hata mama Babu mwenyewe ni wazi hawezi kabisa. Na istoshe wanajuana wao, yani mama Babu na huyu mke wangu Gabriela inaonekana wanajuana. Lakini labda mimi sasa hivi ndo sielewi. Mkiishi kama familia na kula mezani pamoja kuna shida gani eti jamani? Sidhani kama inabadilisha kitu, haibadilishi kitu wala haiharibu kitu. Zaidi tu inadumisha upendo ndani ya familia na mnaishi na furaha. Sio mke wangu, kazi za nyumbani hizi, sio mambo yake binafsi. Yaani mkiishi na mtu ambaye anawasaidia vizuri kazi za nyumbani, kila kitu kinakwenda sawa. Kwa mimi pale nilianza kula. Vile naanza tu simu yangu iliita. Alikuwa ni rafiki yangu Willy. Nilipokea ile simu na kisha nikatabasamu nikasema, kaka niambie ndugu yangu." Willy akaniambia, "Leo umefurahi sana ndugu yangu, unaendeleaje?" Mimi hapo nikatabasamu nikamwambia, "Salama kabisa ndugu yangu. Tutaongea wala usijali." Willy akaniambia kwa ucheshi, "Hakuna shida mwanangu, msalimie shemeji bwana." Mimi hapo nikamtazama mke wangu nikamwambia, "Okay, hakuna tatizo, nitamsalimia. Ipo siku nitamleta huko." "Nitafurahi sana kaka kusema ule kweli. Karibuni sana." Nikamjibu kwa mchangamfu nikamwambia, "Poa kaka, tutashukuru, tutakaribia wala usijali." Hapo nikamkatia Willy simu. Mke wangu alinitazama akaniuliza, "Ni nani wewe mume wangu?" "Ni rafiki yangu." Hapo nilimjibu kwa ufupi tu mke wangu, afikisha nikaendelea kula. Nilikula na kisha yale nitazama akaniambia, "Mume wangu, tafadhali nakuomba usiwe hivyo. Gabriela, hebu tafadhali unaweza kuacha kusisitiza hilo jambo? Nitakuwa tu sawa, nitakuwa sawa. Unatakiwa kujua kwamba sijisikii vizuri kwa muda huu. Nadhani unanielewa, sina maana yake." Hapo mke wangu alinitazama tu na kisha kwa upole aliinuka. Nilijua tu amenuna na anavyopenda kudeka, lakini kiukweli siwezi kujilazimisha kuwa na furaha wakati ninaugua ndani kwa ndani. Hivyo nilimwacha tu aende, hata kama kanuna mimi inisaidie kitu chochote. Maisha yangu yalianza hapa mimi na mke wangu. Mke wangu alitoka kwenda kazini na mimi nilikuwa natoka kwenda kazini kwangu. Alikuwa anapitia kazini, analetea na zawadi. Basi vile akiingia ofisini amependeza, watu wanaona, "Da, boss kapata mke." Kumbe wala hata mke mwenyewe kwanza simgusi kabisa. Akifika anasema, "Baby, nimekuletea zawadi nzuri sana, tafadhali pokea." Basi mimi natabasamu napokea. Ananiuliza, "Mume wangu, umeipenda zawadi?" Mimi namwambia tu kwa kutabasamu, "Asante mke wangu, ni nzuri sana, nimeipenda." "Basi tukale tafadhali dina mpenzi wangu." Mimi hapo namtazama tu. Naambia, "Okay, ni sawa mke wangu." Mimi namuitikia tu lakini simuoneshi ile furaha. Basi tunarudi nyumbani, tunapendeza, tunakula lakini ndani simgusi. Siku zilienda, huku chumani mke wangu anajitahidi sana kunivalia vitu vizuri vizuri, lakini mimi nafsi yangu haka ilikuwa imeshaingia nyongo kabisa. Yaani siku hii ilikuwa tumetoka dina, tumependeza sana. Tulipofika nilivua nguo nikaingia kuoga na mke wangu alinifuata baada yangu mimi. Alitoka akiwa amevalia nguo nzuri tu ya kulalia. Nilimtazama na kisha nikamwambia, "Umependeza sana Gabriela." Gabriela akatabasamu akaniambia, "Kila kitu nafanya kwa ajili yako mpenzi." Mimi hapo nilitabasamu na kisha yeye alianza kunifuata na kisha alianza kunipa pale mdomo wake. Siku hii nakiri ni wazi kabisa alikuwa amenipania sana. Alianza pale kunipapasa sehemu ambazo anajua kabisa mimi ndo mdhaifu. Alifunua ile gauni yake, akakama pajani mwangu akanibusu. Ghafla nilijikuta na kwepa. Nikamwambia, "Nimechoka sana Gabriela, nataka kupumzika." Gabriela akanitazama akasema, "It's not fair. Sio haki kabisa Rick. Ni nini unachokifanya? Una maana kwamba ninapokuomba msamaha it means kwamba hunielewi? Ni nini sasa kujifanya umenisamehe? Najaribu kila kitu kukuhakikishia kwamba nakuwa bora, nakupa furaha, najenga tena nyumba yetu.
unanifanyia nini sasa? Tunaenda wiki ya 3 sasa, hunigusi, hunitamani, huniite hata mke wangu. Ni kama vile unaishi na mdogo wako au dada yako. Sina maana yake mimi ni mke wako tumboni hapa, mimi na mtoto wako. Kwa nini unanifanyia hivi sasa? Kwa nini unigusi? Ina maana kwamba bado nakutia kinyasi, ndio maana yake na kuchefua. Kama ni hivyo basi siwezi kukulazimisha tena, nipe adhabu ambayo wewe unataka kunipatia. Ni bora tu nitajua kwamba sina mume kuliko kwa namna hivi jinsi unavyonifanyia. Unanitesa kihisia. Unafikiri sasa mimi nikapate wapi mapenzi? Sio mimi wala mtoto, hakuna anayehisi uwepo wako. Hata kivuli chako tu sikihisi. Nimechoka. Ndio nilikukosea, nikakuomba msamaha, nilikukosea maishani, lakini naona kabisa unielewi. Huelewi msamaha wangu, unaniumiza kila siku. Nimefanya kila kitu kama mwanamke, lakini bado inatosha sasa, nimechoka. Hapo mke wangu alichukua shuka lake, akachukua simu yake, akatoka nje hiki chumba akilia mno. Kusema ule kweli nilijisikia vibaya, hata mimi pia niliona nimezidi kusema ule kweli. Mwanamke ameniomba msamaha, inabidi tunianze upya. Mbona na hukumu vibaya? Hata kanisani sijaenda kabisa kisa kujiona sifai. Laiti kama Mungu angekuwa na hukumu hivi, hali isingekuwa hivi kwa sisi binadamu. Sasa kwa nini mke wangu ameniomba msamaha, amefanya kila kitu, ananifanyia kila kitu, nashindwa kumsamehe? Nikajiambia nafsini mwangu kwamba nahitaji kubadilika. Natakiwa kuanza maisha yangu vizuri na mke wangu. Ndoa ndio kwanza inaanza miezi 2 na mimba ya mke wangu inajitahidi itanihitaji mimi zaidi kadiri ninavyozidi kukua. Kwa natakiwa kubadilika na kuyaacha mambo yote yapite. Kwa niliinuka nikamfuata mke wangu. Nilipofika mlangoni nikajiambia itakuwa hayuko sawa, ngoja nimwache kwanza, nitamfuata. Kwa nikarudi zangu kitandani, si ndio usingizi ukanichukua. Nikamwacha mke wangu alale nje ya chumba chetu cha ndoa. Asubuhi niliamshwa na simu ya mama yake. Nilipoona mjua mpaka niliogopa, nilihisi labda kuna kitu kibaya kitakuwa kimetokea. Nilipokea ile simu, nikamwambia mama, shikamoo. Huyu mama hakujibu salamu, badala yake aliuliza, mwanangu kwema? Nikamwambia kwema mamangu, vipi nyinyi huko? Kwema? Ndio kila mtu sasa analala chumba chake kweli? Hapo mimi nikashtuka. Mke wangu anawezaje kusema vitu kama hivi kwa mama yake? Tena jambo lenyewe ni dogo tu na kosa lake lenyewe. Unajua nilijiumauma pale kwa mama mkwe, nikamwambia mama, haiko hivyo. Ni kitu kidogo tu mama, na hata hivyo nilijisahau tu kumfuata. Haikuwa inatakiwa kuwa hivyo mama. Mwanangu, najua nyinyi vijana mnatoka kupendana zaidi kushinda sisi wazee. Sasa inakuaje wazee tunawashinda? Ndoa yenu ndio kwanza mpya, mnatakiwa kufurahia, kuoneshana kila aina ya raha ya ndoa, na badala yake nyinyi mnagombana. Hebu tafadhali mwanangu, hebu msifikie huko, sawa? Wewe unaishi vipi na mwanamke siku zote hizo humgusi? Eti kijana wangu, sijui mmekoseana wapi, lakini kwenye ndoa hatuweki mambo moyoni. Hata mkoseane nini, kitanda ndio hakimu. Usimnyime mwenzio haki yake, hata kama umenuna. Vingine havipaswi kununa, endeleeni, afu minuno hiyo ije baadaye. Sasa wewe kweli siku zote hizo anasema mwenzako anataka, sasa wewe unataka mwenzio akafanyie wapi? Kwa hiyo hapo manake unamtuma mwenzio akachepuka, sio manake. Jambo lingine mwanangu, ukiwa kama mwanaume, sawa, kwenye ndoa, mwenza wako hata kama akikwambia kachoka au labda anahitaji, wewe umechoka, ni lazima umpatie. Hiyo ndio baraka kwenye maisha yako na hata kazini kwako. Hakikisha wewe kama mwanaume unampa furaha mke wako, na yeye kama mke wako anakupa furaha wewe na amani, wewe mwanaume wake. Unapompa mwenzako furaha na moyo wake unakutakia heri, baraka zako zinafunguka. Hii pande zote kwa mke na mume. Lakini unapomuudhi moyo wake mwenza wako, unafunga mwanangu baraka zako. Na kuomba sana, zungumza na mwenzako, miyamalize. Mwenzako analia sana. Hapo kwanza msikilizaji, mjue kwanza nilishusha pumzi kusema ule ukweli. Nikamwambia mama, naomba unisamehe sana. Mimi nimekuelewa, tena nimekuelewa vizuri sana. Na nikuahidi tu kwamba mamangu, hili jambo halitajirudia tena. Na kuahidi mamangu. Unajua, labda nikwambie kitu kimoja mwanangu. Sawa? Ukiwa na tatizo lolote mwanangu, wewe niambie mimi mama yake. Pengine kuna mambo kama mzazi sijamfundisha huyu mwanangu, huenda kuna mambo anakosea katika hii ndoa yake.
Kwa mimi nitajitahidi sana kama mama yake, ili mradi ndoa yenu iwe ndoa nzuri. Tunawaombea. Mbona ndoa yenu haina hata mwezi? Ina miezi mingapi? 2? Kwa nini msijifunze kutoka kwenu sisi wazazi wenu? Ndoa yenu ndo kwanza na miezi 2 tayari na migogoro. Kwa hiyo hata hiyo ndoa yenyewe bado hamjaifaidi. Ladha ya ndoa bado hamjaipata kweli? Mama, mimi nimekuelewa mama. Na mamangu, mimi nikuombe utusamee tumekusumbua, lakini nakuahidi mama ya kwamba hili jambo halitajirudia tena. Hapo msikilizaji, mama mkwe aliniaga kwa upendo sana. Na kisha mimi nikakata ile simu. Nilijikuta tu nasema, Gabriela. Yaani issue hii ndo tu ndogo, unaenda kuitoa mpaka kwa wazazi? Mbona mimi najistahimili na siwaambii wazazi kitu chochote kile? Kitu kidogo tu unaenda kuambia mpaka wazazi. Msikilizaji, binafsi kuna mambo nilikuwa nimejifunza kwenye maisha yangu. Unajua sio kila changamoto kwenye ndoa ni ya kupeleka kwa wazazi. Alafu sijui ni kwa nini hao wenzetu hao ndo wako vielehere sana kupeleka issue kwa wazazi. Unajua kuna namna familia zetu vile ambavyo zinachukulia mambo, hususan hizi familia za Kiafrika. Mfano, nyinyi mnaweza kuona kwamba issue hii ni dogo tu, issue hii ni ndogo tu. Lakini mnapolifikisha kwa wazazi, ile issue inaenda inawapasua mioyo yao. Yaani wao wanalibeba kwa ukubwa. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya Gabriela kwenda kupeleka issue kwa wazazi wake? Na hajasema kanikosea nini. Yeye kaenda tu kuambia wazazi wake kwamba ananiomba mimi msamaha. Si awaambie wazazi wake ya kwamba kanikosea 1 2 3, aone kama wazazi wake watamchekea. Na sio kila ukikosewa unakwenda kuzungumza nyumbani. Sio kweli. Msikilizaji, hata wewe sisemi kwamba usiseme, kuna mambo ambayo yanakaba koo, unaweza kuepeleka kwa wazazi ili upate msaada. Ukiona pale ambapo sasa unaelemewa na hakuna watu wa kuweza kukusaidia, unaweza kupeleka nyumbani kwenu. Lakini hasara za kusema nyumbani kwenu ni kuwa nyinyi mnapendana, na ukisema kuhusu mwenzio, familia inauma. Familia inaumia. Familia inatengeneza chuki kwa mwenzako. Yaani mfano, let's say mimi niko na huyu Gabriela kashenda kusemelea issue ya ndoa yetu kwa wazazi wake. Familia yake itaumia, lakini pia hata familia yake itatengeneza chuki na mimi, itaonekana kama mimi namnyanyasa mtoto wao. Na ndio maana hata mama yake aliniambia kwamba kwa hiyo napenda kumuona mwenzio kila siku analia, kila siku mwenzio ana huzuni. It means kwamba pale anaanza kutengeneza chuki, ananitengenezea chuki mimi kwa wazazi wake. Hakuona mimi kesho pia niachukue ya mke wangu niapeleke kwa wazazi wangu. Wazazi wangu atakuwa upande wangu. Maana yake nitaanza kutengeneza chuki kwa wazazi wangu na mwanamke wangu. Haya, kesho na kesho kutwa mimi na Gabriel tumesamiana, tunarudi kwenye love. Vipi kuhusu familia? Familia wataendelea kurudisha ule upendo kama mwanzo au itakuwaje? Kwa hapo msikilizaji, nadhani unanielewa. Na kuna familia sasa unasema kwamba kijana wenu ananifanyia hivi, ananifanyia vile, au binti yenu yuko hivi yuko vile. Badala wasimame na wewe, tena wewe ndio unakuwa mbaya sasa. Hapo ndio unajikuta unateseka na hauna hata pa kutatua matatizo yako. Siku zote kila familia inasimama upande wa mtoto wao. Kusema ule ukweli msikilizaji, ushauri wa mama yake na Gabriela ulikuwa ni mzuri sana, ya kwamba ni jukumu la mume kuhakikisha kwamba mke anakuwa na furaha, na au mke pia kuhakikisha kwamba mumewe anakuwa na furaha, ili nyumba iweze kufunikwa na baraka. Nilijikuta tu nainamisha kichwa changu chini, alafu nikasema, kwa nini anakuwa hivi kwenye ndoa yangu? Kwa nini anakuwa haya? Ni jambo gani ambalo linataka kutokea kwenye ndoa yangu? Nikasema hapa kama mwanaume natakiwa kuzungumza na mke wangu Gabriela haraka sana. Kwa nilitoka chumani kwangu, nikaenda sebuleni, sikumuona mke wangu. Ilibidi nimwite yule mama anayetusaidia kazi za hapa ndani, anaitwa Mama Babu. Nikamwita Mama Babu. Haraka sana yule mama alikuja. Nilimtazama afu nikashusha kwanza pumzi. Nikamwambia, mama shikamoo. Yule mama aliniitikia. Nikamuuliza, hivi mke wangu yuko wapi? Mbona simuoni? Yule mama alinitazama akaniambia, yuko chumba cha wageni kule amelala.
Msikilizaji, hapo sikungoja majibu mengine, haraka sana nilienda kwenye chumba cha wageni. Nilipofika mlangoni tu kwanza nilishusha pumzi. Yaani nikasema hapa hasira zangu zote nizimalize hapa mlangoni, na kisha nikausukuma mlango nikaingia ndani. Nilipoingia ndani kile chumba nilimkuta mke wangu alikuwa amelia sana, macho yake yalikuwa ni mekundu mno. Kiukweli nilijisikia vibaya. Niliona kama vile mimi ndo mwanaume mwenye gubu sana. Unajua kuna namna inafika stage unajiona mimi mbona kama ndo mwanaume mkosaje? Mbona kama afu haipendezi mwanaume ukawa una gubu kweli kweli. Hayo ni mambo ya watoto wa kike. Hasa mimi kuwa na gubu kulibebea moyoni afu mimi mtoto wa kiume na kuwa sio sawa. Pamoja na mambo yote ambayo ameniambia kuhusu huyo mwanaume wake aliyekuwa anaishi naye, sikumwambia kitu chochote kile. Maana tayari Gabriela alishanisimulia stories za ex wake na akaniambia ex wake huyo ndo alikuwa anamfundisha hayo mambo. Kwa hiyo nikajikuta tena ninapomwangalia Gabriela nikajikuta namuonea imani, yani namuonea huruma. Nikamwita pale kwa upole, nikamwambia mke wangu. Hapo mke wangu aliweka simu yake pembeni, kisha akanitazama. Yaani alionekana kama vile ameumia sana na yeye. Alionekana amelia vibaya mno. Mimi nikamsogelea pale, nikamwambia nakuomba unisamehe sana mke wangu. Nisamehe kwa sababu sijakufanyia vizuri. Nilichukia. Huo ndo ukweli. Ila sikupaswa kuwa hivi kwako. Nakuomba unisamehe mke wangu. Tafadhali naomba unisamehe sana mke wangu. Na tafadhali vitu kama hivi sio vya kusema nyumbani mke wangu. Unajua unanitia mimi aibu mumeo. Naomba unisamehe. Alafu twende ukalale chumbani kwako. Nakuomba sana mke wangu. Sasa hapo wakati namuomba msamaha, mke wangu alianza kulia sana. Alilia akawa anasema, "Nisamehe sana mume wangu. Naona maisha ya nyuma yataharibu ndoa yangu kwa kiasi kikubwa mno. Sijawa na maana ya kukuumiza mimi. Nimeamua kuacha tu kila kitu kwa ajili yako. Naomba unielewe mume wangu." Mjue nilimtazama vile alivyokuwa analia, afu nilisikia uchungu mno moyoni mwangu na niligundua kwamba mke wangu ananihitaji zaidi. Alafu mimi nilionekana kabisa namsukumia mbali. Sijui sana masuala ya Biblia, lakini siku hii nilijitahidi hata pia nimwambie kwamba mke wangu, najua unajitahidi zaidi, najua. Na unanihitaji, nafahamu hilo kama unanihitaji. Na mimi nimeacha hasira. Nimeacha wivu, nimeacha chuki. Visiendeshe maisha yetu. Kwanza nikupe hongera sana kwa wewe kuwa shujaa. Kuachana na hayo maisha ya kutisha. Mke wangu, hayo maisha ulikuwa unapotea. Ni kweli pengine umefanya vingi kabla hujakutana na mimi. Huenda vingi umevifanya vibaya na huyo mwanaume wako ambaye unasema alikuwa ni ex wako. Lakini sasa uko hapa na mimi. Upo hapa na mimi hapa Rodrick. Niruhusu nikupende mke wangu. Niruhusu nikupende vile ninavyoweza na upokee upendo wangu. Hatupo kamili binadamu, tuna mapungufu yetu, lakini tukiunganisha huu udhaifu tutakuwa kamili. Tutakuwa vizuri zaidi ya jana kwenye maisha yetu. Tujaribu kwa pamoja, mimi na wewe. Tufanye kwa ajili ya mtoto wetu. Mtoto wetu anatuhitaji sana mke wangu. Mke wangu Gabriela, sikumbuki vizuri sana, ila kwenye Isaya 43 mstari wa 18 Biblia inasema, "Msiang'ang'anie mambo yaliyopita, wala msifikirie vitu vya zamani. Tazameni, mimi nitafanya kitu kipya. Kinafanyika sasa hivi, nanyi mtaweza kukiona. Nitafanya njia nyikani na kububujisha mito jangwani." Mke wangu Gabriela, yaliyopita yamepita. Tujitahidi kutengeneza hadithi yetu. Tujitahidi kutengeneza hadithi mpya kati yetu, mimi na wewe, sisi wawili. Upo tayari kuanza upya na mimi mke wangu? Na uwe mke ambaye mimi ninatamani wewe uwe. Kuna ile nyimbo moja ameimba Bob Ludala. "Nimekuchagua wewe Gabriela, uwe wangu wa maisha, wakufa na kuzingana, sijali maneno wasemayo, yaliyopita si ndwele, tugange yanayokuja." Nipo tayari mume wangu. Nipo tayari na nakupenda sana Rodrick.
nakupenda mme wangu. Hapo msikilizaji, nilimkumbatia kwa furaha sana, na yeye alinikumbatia. Gabriela ananikumbatia huko analia, mtoto wa kike analia kifuani mwangu. Nilikuwa najisikia raha, na mimi hapa sasa nilikuwa namfuta yale machozi, huku namwambia sasa, mke wangu, hebu kesho jiandae na kupeleka hospitalini, sawa? Nashukuru sana mume wangu, nashukuru sana, nakupenda sana Ricky, nakupenda. Hapo kwanza mimi nilitabasamu, nikamuinua pale. Tulianza sasa kuelekea chumbani kwetu. Baada ya kufika chumbani, hasira zote kwanza nilizitupilia mbali. Nilitaka kuhakikisha mwanamke huyo anakuwa salama, nampenda na tunaanza upya, nimekubali. Basi siku hii hata tulioga pia pamoja kwa furaha kabisa. Sikumbuki mara ya mwisho nilioga na mke wangu lini. Labda nikuulize wewe, mara ya mwisho kuoga na mwenza wako lini? Lakini siku mimi nilioga na mwenza wangu na mke wangu akiwa yuko mwilini mwangu. Hapo sasa ndo zile nyimbo za mahaba zikawa zinanijia. Nyimbo zile tamtamu zile za mapenzi. Changanya tende na maziwa, haufiki utamu wako. Yaani nami sasa nikajikuta Diamond pale namwimbia mwanamke wangu. Sasa yeye huyu Gabriela ndo akawa ananiambia kwamba, mme wangu, mimi ni mwanamke mwenye bahati sana kupata mwanaume kama wewe, na nashukuru sana kwa kunipenda. Asante kwa kunichagua na kunifanya mikuwa wako. Ricky, mimi sio mkamilifu, ila kwa ajili yako nitapambana kuwa mke sahihi na kuwa mke bora, mke ambaye ulikuwa unaota kwa muda mrefu. Mimi nakupenda sana mume wangu, nakupenda. Maisha bila wewe hakuna kitu. Nakupenda kiasi kwamba natamani dunia yote ijue kwamba niko namna gani vile nakupenda. Nakupenda sana mume wangu. Sasa nilipoambiwa haya maneno nilijikuta na tabasamu, mjue. Nikamwambia, nisikilize mke wangu, hata mimi nakupenda sana mke wangu, na nitafurahi kama utakuwa ni mke mzuri sana kwangu pamoja na mtoto wetu. Imani yangu ni kuwa tutakuwa na familia nzuri yenye kupendeza. Hapo kwanza mke wangu alitabasamu na kisha alitoka, na mimi nilibaki pale bafuni. Nilikuwa na malizi zangu kuoga. Nikiwa niko bafuni nilikuwa namsikia tu huko mke wangu akiwa na furaha sana, anazungumza na simu akiwa anasema, mimi mume wangu ananipenda sana. Unajua mume wangu anaweza akafanya lolote kwa ajili yangu. Mume wangu ananidekeza sana. Afa pakawa anacheka. Unajua nilitikisa tu kichwa nikasema, wanawake bwana. Mke wangu ni mtu wa mume wangu. Mume wangu hivi, mume wangu vile, mume wangu kafanyiki, mume wangu kanilete hiki. Yaani hivyo mume wangu. Sio kitu kibaya, lakini nafikiri mtu ukipendwa vizuri, hata usiposema, watu wao pia wenyewe watajua tu kwamba wewe una amani na una furaha kwa maisha yako. Yaani hakuna haja ya kuwatangazia watu kwamba mume wangu kanifanya hivi, mume wangu ananipenda, mume wangu sijui hafurukuti, ya nini? Wewe kama kweli unapendwa vizuri, vitu vitajionyesha tu vyenyewe. Ni sawa na mtu mwenye pesa. Mtu mwenye hela hanaga kelele kama umefuatilia. Ila sasa hao wenzetu na sisi hawa, kaletewa kimaua picha kaposti, kaletewa hiki mume wangu ananijali nini? Ukipendwa tulia. Mume wangu amefanya hivi, mume wangu hawezi nisaliti, mume wangu ameleta hiki. Kikapanda kikashuka. Ni kama vile sasa anatangaza vita na shetani, kwa sababu hujui mtu unavomwambia au unavomueleza, hujui kwamba huyo mwenzio anawaza nini kwa ajili yako. Watu wengine maneno yao tu ndani ya moyo ni mabaya juu yako, huwezi kujua. Kama ilivyo pesa inakaa kwenye heshima, na ndoa ndo hivyo inalindwa kwa heshima. Ni vizuri sana kuheshimu kila kitu na sio kumkaribisha shetani ese. Basi mimi nilitoka zangu bafuni, mke wangu alikuwa na furaha sana. Na kusema vile alikuwa anaongea na rafiki yake, akimtajia, akawa anamtaja jina, ndio huyo rafiki yake anaitwa Giana. Mimi nilitabasamu tu. Nikamwambia mke wangu, kwani huyo shemeji anasemaje? Hapo mwanamke wangu Gabriela alinitazama akasema, atasema nini tena leo anatoka na mume wake, basi eti ndo ananitambia wanatoka out. Hapo mimi nikatabasamu nikamwambia, sasa wewe sasa unatakiwa kuweza kutulia mpaka uweze kujifungua, na nitakupeleka Paris kwa ajili ya matembezi. Hapo mke wangu alinitazama akasema, unanitania si ndio Mimi nikacheka nikamwambia, kwa nini nikutanie? Nataka kukufanya mwanamke mwenye furaha hapa duniani. Nataka nikupende sana Gabriela.
wewe ni mke wangu. Ya, mimi ni mke wako peke yako. Wao, nasubiri kwa hamu sana hiyo safari. Nijifungue tu jamani kwa kweli. Mpaka mwisho wa mwaka huko. Kwa hiyo itabidi utulie tu kwanza. Hapo Gabriela ni kama alisikitika hivi kidogo, afa akadeka akasema hata hivyo sio mbali. Nitafika tu lazima. I love you daddy. Nikamwambia I love you mami. Hapo akanikumbatia akanibusu. Unajua tena watoto wa wenye pesa, wa madeko tena. Yaani hapa madeko ndo mahara pake. Gabriela yenyewe anajua sana kudeka ise. Basi siku hii bwana ilikuwa ni siku nzuri sana kusema ile kweli. Siku yenye furaha, maana tulifanya kila kitu ambacho ndoa yetu inatakiwa kuwa na furaha. Nyumba ilitabasamu na mimi nilishangilia. Nyumba ilikuwa ni nzuri sana, na ninakumbuka siku iliyofuata mimi niliamka vizuri mimi na mke wangu. Na kwa sababu na hali yake pia ujauzito, nilimwambia ajiandae twende hospitalini akaanze kliniki yake. Na kama kuna lolote lile, basi daktari atupatie ushauri. Ninakumbuka sana namna mke wangu alikuwa amefurahia hii siku. Mie tena ndo nampeleka hospitalini, na ninakumbuka tulijiandaa tukapendeza sana. Hata mama Babu pia alipotuona alisema, hongereni wanangu, mmependeza sana. Gabriela wangu sasa hapo anajilaza mwilini mwangu akisema, asante sana mama wa mimi. Haya, si tunatoka, ubaki salama mama, leo ninafurahi. Niambie unataka nini nikubebee? Gabriela huyo anamwambia Mama Babu. Mama Babu alicheka huku ananitazama mimi nikamwambia, sikiliza Mama Babu, ongea na tajiri hapa kabla hajabadilisha mawazo yake. Shauri yako. Kwa sasa ilikuwa ni hali ya utani. Kwa tukawa nacheka pale na Mama Babu. Mama Babu akasema, mwanangu, unanijulia. Unajua sana ninachokipenda, naomba uniletee wewe unajua. Basi tukatoka pale tuna furaha kweli kweli kama mke na mume. Haki ya Mungu, nilikuwa simpendi mke wangu awe mke wangu. Sijui kama mnanielewa. Nilikuwa simpendi mke wangu awe mke wangu. Lakini kadiri ninavyozidi kujiweka karibu na mwanamke wangu, naona kabisa ninaweza nikampenda na ninaweza kuwa ni mwenye furaha kwenye ndoa yangu. Kwa tukawa tuna furaha sana, na hata nilikuwa ninahofia kuhusu swala la mimba na kila ambacho kile kimetokea, ingawa hofu yangu mimi sikuiweka wazi kwa upande wake kusema ile kweli. Basi tuliondoka pale mimi na mwanamke wangu. Yaani ukimwona hivi Gabriela sasa jinsi alivyo, na simu nakwambia anajichukua ni video, yani mara nishike kidevu kidogo, mara nibusu. Yaani alikuwa na yale mapenzi kama ya TikTok, sijui mnanielewa? Mapenzi ya hivi na hivi, kuchumi na chumiana, watu waone hivi. Yaani mimi Jent Robin bwana, siwezi kufanya vitu kama hivyo bwana. Basi mara nishike kidevu kidogo, ashike ndevu. Na hivyo wanaume wachache tuliobarikiwa kuwa na ndevu tunaenjoy sana. Mara nibusu na nyimbo za hapa na pale naimba. Tena nakumbuka alikuwa ananiambia nyimbo ya Zuchu. Bado nakupenda, bado nakupenda, bado nakupenda, bado nene. Wewe ndo unanifanya roho silali. Yaani mke wangu anaikaika sana. Hekaika za mapenzi kusema lo kweli. Sasa mimi unajua ni mshamba. Sijui ni ushamba, sijui ndo mke wangu alivyo. Kwa hiyo itabidi tu nifanye nizoee. Hakuna namna. Basi tulifika mpaka hospitalini, tukapata kuonana na dokta, na dokta alikuwa ni mtu ambaye nafahamiana naye. Basi baada ya kufika pale alinipokea tu vizuri yule dokta, na nikamuelezea mke wangu kwamba ni mjamzito. Dokta alifurahi sana na alinipatia hongera sana, na baada ya hapo alimfanyia vipimo mke wangu vya afya. Mambo hayakuwa mabaya sana, maana UTI na vitu kama hivyo ambavyo daktari alisema ni vitu vya kawaida tu, atatupatia tu dawa. Lakini kuna namna nilikuwa namtazama daktari. Unajua mpaka daktari akaniuliza, akaniambia, kaka, unataka kuna kitu unataka kuniambia? Mbona kama vile unanitazama sana? Mimi hapo nikamtazama mke wangu nikasema, bahati mbaya tu ndugu yangu. Nilimchezea mke wangu lafu. Nadhani daktari utakuwa unanielewa. Hapo mke wangu alishtuka, akaniminya hivi. Lakini daktari akaniambia, kaka, ongea tu kwa wazi, unajua sisi ndo madaktari. Sasa unapotumia lugha ngumu kidogo nashindwa kukuelewa, lakini wewe zungumza tu, hakuna tatizo. Sasa hapa ilibidi nijikaze, nikafumba macho. Nikasema, daktari, kiukweli ni kitu kibaya sana na ninakijutia. Nilifanya tendo na mke wangu kwa bahati mbaya, sikujua kama nimeenda huko kwenye njia upande wa pili. Sio kwamba nilipenda, hapana.
Kwa nahofia kwamba inaweza ikamletea madhara kiafya na kwa mtoto pia. Inamaanisha kwamba ulimwongelea mwenzio kinyume na nikamwambia ndio dokta, ndio. Okay, sawa. Sasa ndugu yangu, hiki kitu ni kitu kibaya sana. Ni kitu kibaya kwa ajili ya afya zenu nyie. Lakini pia ni kinyume cha sheria na ni kinyume pia cha Mungu. Hii haikubaliki tafadhali. Kwa nawaombeni msifanye hivi tena. Mwanamke unayempenda kwa dhati uweze kumfanya hivyo. Na pia hii inaweza kumpa changamoto wakati wa kujifungua. Kwa natumai mnadhani mmenielewa madhara yake. Na kama daktari mimi nitawakumbusha tena kwamba hii inasababisha msongo mkubwa wa mawazo na hata watu pia kupelekea kujiua kwa sababu ya majuto na mateso pia. Lakini licha mbali na hiyo yote, lakini pia unalegeza mishipa na unasababisha matatizo wakati wa kujifungua. Tatizo la bawasiri kwake litakuwa ni kawaida mno. Sio kwamba bawasiri inatokana na hilo tu, la hasha, ila kwake itakuwa ni kawaida na ni lazima. Kwa bado kutakuwa kuna tatizo lingine la kutokwa na nyama nyekundu sehemu ya haja. Achilia mbali majimaji machafu kutoka sehemu hiyo yatatoka kwa njia kama ya kinyesi. Au pia inaweza kapelekea akawa anapumua hovyo na kufanya kuvaa pampers kama vile watoto. Kuna madhara mengi sana. Bado kuna swala zima la kutokwa na harufu na hata maradhi ya uti wa mgongo. Maambukizi ya magonjwa ya ngono kwa urahisi sana. Kwa nadhani kaka, wewe una hofu ya Mungu na kuomba usifanye hivyo kwa shemeji yangu. Shemeji, hebu usimruhusu ndugu yangu hapa afanye vitu kama hivyo. Hapo msikilizaji, mke wangu aliinamisha kichwa chake chini. Na mimi nilifanya kwa mapenzi kwa sababu nataka mtoto wangu awe salama, sitaki madhara. Kwa nilibeba furushi hili la misumari. Unadhani ningefanya nini msikilizaji? Niliumia, ila kusema ule ukweli, nataka mtoto wangu azaliwe na afya iliyo njema kabisa. Nikamwambia dokta, ni ujinga tu. Na sasa natambua kabisa kwamba sikuwa nimefanya kitu kilicho sahihi. Tafadhali dokta, unaweza kumsaidia mke wangu? Hapo dokta kwanza alitabasamu na kisha akasema, wala hata usijali ndugu yangu. Maadamu umekuwa ni muwazi, kama utaniruhusu basi nimkague mgonjwa wangu na nijue naanza kumsaidia vipi. Nikamwambia sawa dokta, hakuna shida, kuwa tu huru. Hapo nilimtazama mke wangu naye hakuwa na amani, yani hakuwa naamini hiki ambacho mimi nilikuwa nimekifanya. Kiukweli sikuwa na la ziada, sikuwa na la zaidi kulifanya. Niliacha dokta afanye kila anachokifanya, hadi tu mke wangu afanyaje, awe salama. Na baada ya muda walimaliza, tulipewa pale dawa na alisema kwamba mke wangu huyu baada ya matibabu ambayo ameanza yatamfanya basi kila kitu kitakuwa poa. Na nilifurahi sana na nilimshukuru sana huyu dokta. Na baada ya hapo sasa nilimshika mkono mke wangu. Tulitoka na hatukufika mbali. Mke wangu alisimama akasema, mume wangu, kwa nini mama kunifanyia hivi? Mbona sio wewe? Mbona sio kosa lako? Ni kwa nini lakini umeamua kulibeba hili kosa kama ni la kwako? Nisikilize mke wangu. Nawezaje kumwambia dokta kwamba mwanaume mwingine ndiye ambaye alikuwa anakudinya wewe? Nawezaje mke wangu? Mimi nakupenda. Mimi nakujali wewe na mtoto. Nataka mtoto wangu azaliwe akiwa yuko salama. Nataka awe salama kabisa. Hapo mke wangu alinikumbatia. Na mimi nikamwambia, sikiliza, hebu tulia mke wangu, sawa? Na unastahili hili. Siwezi kukusababishia aibu. Kama aibu ni bora tuipate wote ili tuwe salama na mtoto wetu. Si unaona sasa mmetibiwa? Hata sikuwa najua kama kuna matibabu. Lakini pia umenishangaza sana mume wangu. Naona aibu. Nataka uwe salama wewe na mtoto kwa ajili yangu. Hayo masuala ya aibu, hebu achana nayo. Hapo mwanamke wangu alinibusu. Tukashikana pale mikono, tukawa tunaelekea kwenye gari na safari kaanza kutoka hospitalini. Tulipita madukani kidogo na kisha alinunua kile alichokuwa nakitaka na mimi nikamwambia nakupeleka kwa rafiki yangu. Mke wangu alifurahia sana na vile anapenda kujulikana kwamba yeye ni Mrs. Rondrick. Ndio vitu vyake hivyo. Kwa safari ilikuwa ni ya nyumbani kwa rafiki yangu Willy. Tulifika kule tulimkuta rafiki yangu Willy yuko na mke wake, walikuwa wanafua
Mimi nilitabasamu afu nilifurahi sana kuwaona namna ile. Na mjue kitu kimoja, mimi ndoa ya rafiki yangu huyu Willy naifurahia sana. Mshikaji ni yaani katika unaambiwa kosea kuoa, lakini mshikaji kukosea kuoa. Kosea vyote ile usikose kuoa ama kuolewa. Jamaa alipata mke sahihi sana Willy. Yaani mpaka nilikuwa natamani na mimi nije nipate mke kama mke wa mshikaji. Kwa pale nikasimamisha gari, nikamfungulia mke wangu mlango akashuka. Walifurahi sana kutuona. Na Willy alisema, kaka, bwana surprise gani tena kaka Si ungesema tu kama unakuja. Mimi nikanacheka pale. Mke wake na yeye alimkaribisha mke wangu. Ile furaha yani unaiona wazi wazi. Lakini mara baada ya muda niliona mke wangu na mke wa Willy wanaingia ndani. Willy alinitazama akasema, wewe mjinga. Wewe mwanangu, una bonge la mke mwanangu. Hii cheki toto mwanangu. Unajua kwanza nilicheka. Nikamwambia sikiliza mwanangu. Hivyo mke wako umemwona bro. Sasa wewe mke wako ndo ana kitu. Achana na haya mabroila haya. Huyu mwanamke wako ndo ana kitu brother. Sio kila mwanamke wa kumweka ndani. Hawa wanawake wengine ya mabroila ya mapambo haya tuyaishie tukiwatumia huko nje, lakini sio wanawake wa kuweka ndani. Wanawake wa kuweka ndani ndo kama huyu kaka wako kwako. Hasa hapo msikilizaji, si unajua zile hadithi za wanaume tena. Mimi na Willy tukaenda kukaa. Willy akana ananiuliza, "Oya, mnaendeleaje mwanangu? Mbona sasa kama vile saizi una furaha sana kwenye ndoa yako?" Kwanza Willy aliponiambia hivyo mimi nikatabasamu. Nikamwambia, "Mwanangu, asante kwa ushauri wako. Naona kabisa kama ni vile ninaweza kuanza kumpenda mke wangu na nimekubali kwamba ni mke wangu na nimekubali kwamba mke wangu ni mzuri. Hivyo ingawa nasukumwa sana moyoni kuweza kumfuatilia, naona kama kuna kitu hivi sielewi, lakini huu sio muda wa kuzungumza. Sio jote na mazingira. Tunaweza tukazungumza hapa afu mwisho siku wakatokea hapa inakuwa sio poa. Lakini kuna namna najisukuma nimpende mke wangu. Alafu kuna namna kama naona kama sielewi. Sasa wakati nazungumza na Willy, kweli bwana, wakawa wametoka pale, sisi tunacheka tu. Basi mke wangu mwenyewe aliketi na mke wa Willy, yeye akawa anasema kwamba anaingia ndani. Kwa tuliongea hili na lile pale, muda wote mke wangu yuko busy na simu. Sikutaka kumzuia, nikawa tunacheka pale. Ulipita muda, Willy na yeye akaingia ndani. Mimi nikamtazama mke wangu. Mke wangu alitabasamu. Akasema, "Hapa kwa rafiki yako ni pazuri. Afu mume wangu rafiki yako ni mcheshi, anampenda sana mke wake." Mimi nikatabasamu nikamwambia, "Sana tu. Si unaona walikuwa wanafua wote wenyewe, wanafua wao wenyewe." Hapo tukacheka na kisha nikamwambia, "Sikiliza mke wangu. Hebu jitahidi unapokuwa kwa watu. Achana na masuala ya kutumia simu. So unajua sisi ni wageni. Sio kitu kizuri. Wageni wametukaribishwa kwa pole, kwa ukarimu, ni vyema tukashirikiana nao." "I'm sorry baby, I'm sorry, nisamee sawa. Nisamee. Hii hapa." Naiweka kwenye mkoba. "Hii hapa uone kabisa nafunga." Hapo mimi nilitabasamu. Nikawa naona kabisa mke wa Willy mwenyewe kavaa pale kwa heshima, kapendeza, anakuja upande wetu na alipotufikia akasema, "Shemeji, karibuni sana ndani, chakula kiko tayari." Mke wa Willy huyo, mke wa rafiki yangu, mimi nilitabasamu nikamwambia, "Shemeji, asante sana. Lakini shemeji umejichosha sana kwa ajili yetu ujue." "Hapana shemeji, bwana karibuni ndani, bwana karibuni sana." Sasa pale tukashindwa kukataa. Basi nikamtazama mke wangu, nikamshika mkono tukaanza kuelekea ndani. Kama kawaida ndani sasa mezani wote tuko pamoja. Tulifurahi sana kusema ukweli. Tuliongea mengi na huku mke wangu akimpongeza sana mke wa Willy kwamba chakula ni kizuri, nyumba nzuri na mambo kama hayo. Hakika tulifurahia sana hii siku yetu. Na mwisho pale ilibidi sasa tuage. Tulipokuwa tunaondoka mke wangu akaniambia, "Mume wangu, nimeshangazwa na ukarimu wa watu hawa. Nimejifunza mengi na mume wangu ni kuahidi nitajitafuta. Nitajitafuta, sijui nitajitahidi kufuata mengi hata kama sipendi sana kupika, sipendi kufua na mambo mengineo, lakini nimeshaanza kuelewa kwa nini hutaki kufuliwa mume wangu. Labda nikwambie kitu kimoja mpenzi wangu, nitajitahidi nikufulie nguo zako za ndani, socks zako na kila kitu nitakuwa naandaa mezani. Nataka kuwa mwanamke mzuri na mimi nataka kuwa wife material." Nadhani kuwa wife material masiara. Wife material nadhani kila mwanamke. Nikamwangalia tu mke wangu nikamwambia, "Basi sawa, usijali mke wangu. Kama uwezi kufanya mtu mwingine anaweza akafanya. Ila walau basi ukasimamia. Unajua mke wangu, sio utumwa, bali kumpikia mume wako walau hata mara moja ni heshima na ni mapenzi. Mimi nakupenda sana mke wangu, sio kama sikupendi, nakupenda sana. Lakini pia hata masuala ya
ya nguo za ndani sio vizuri akafua yule mama babu. Unazifua wewe mwanamke wangu? Hapo mke wangu alitabasamu akasema, nakupenda sana mume wangu, na ninashukuru, kila siku najifunza mapya, unanifunza kuwa mke mwema. Mimi nilitabasamu tu. Tukaendelea pale safari, tukarudi nyumbani. Tulifika nyumbani tukiwa tuko na furaha sana. Mimi kwanza nikapitiliza mpaka chumbani, maana mke wangu alikuwa na vitu vyake na mama babu. Kwa mimi nilifika chumbani nikajimwaga pale kitandani. Nikakumbuka nilivyojidhalilisha mbele ya daktari. Lakini ningefanya nini? Walau sasa najua mke wangu atakuwa salama na mwanangu mule tumboni. Hofu sasa ile kai imefanyaje? Imeniondoka. Baada ya muda mke wangu alirudi. Akasema, mume wangu, ukimwona mama babu amefurahi kama nini? Mimi nikacheka tu. Kusema ile kweli, nyumba ikiwa mna furaha, nyumba inakuwa ni nzuri sana. Siku hii iliisha vizuri, na hata kesho yake pia mke wangu alinisaidia na mama babu akaandaa pale chakula. Mke wangu alinifulia nguo zangu za ndani. Hata mama babu hakuhusika na chochote. Bila shaka mama babu mwenyewe kwanza alishangaa. Na pamoja tulikaa mezani. Mimi niliwasifia sana kwa kile chakula kizuri. Mke wangu alifurahi sana, alifurahi mno. Kwa maisha kafanyaje? Maisha yakaendelea. Mke wangu aliwahi kuamka kwenda kazini. Hata siku hii pia mimi nilimwambia, sikiliza mke wangu, kwa nini usipumzike mpaka pale utakapoweza kujifungua? Hapo mke wangu akanitazama akaniambia, hapana bibi wangu, mimi kukaa nyumbani sitaweza kabisa. Acha tu, nikichoka nitapumzika. Uzuri ni kuwa hatujaajiriwa na unajua kwamba tulipata hasara. Hivyo kurudi pale ni lazima nipambane. Hapo mimi nikavuta pumzi, nikamwambia okay sawa mke wangu, ni sawa tu, hamna shida. Basi kazi tunapelekana, yani kazini tunapelekana, tunapitiana kwenye kurudi, tunanunuliana zawadi na mambo kama hayo, mradi tu kunogesha upendo. Hata kuhusu yule msichana sasa, nikaona hapana tena. Yule msichana ambaye nilisema yule ndo mke wangu, yule siku ambayo naoa, nilipotoka kanisani nikamwona binti mzuri, nikaanza kumweka akilini. Yani hata yule msichana sasa nikaanza kufanyaje? Kusema hapana. Acha mimi nijifunze kumpenda mke wangu. Tena nimejikita kweli kweli kwa mke wangu, na nahakikisha mke wangu dawa anatumia vizuri kila siku. Kwa kila kitu kilikuwa fresh kabisa. Lakini ule uvivu wa mke wangu wa ibada ukafanya hata kanisani tunaitumia kama mapumziko. Ndani ya nyumba mke wangu alikuwa ni mvivu kuomba, kwenda masuala ya kanisani alikuwa ni mvivu. Nyumba ikawa ni sawa na kuzimu, au yani sijui nisemaje. Nyumba ikawa kama vile ndo uwanja wa fujo zote za duniani. Msikilizaji, sio kama naongea kwa upendeleo, bali ni lazima mke awe anajitoa sana kwa ajili ya familia ili nyumba iweze kuwa salama. Sio kwamba wanaume hatutakiwi kusali, naombeni mnielewe vizuri. Lakini wanaume wachache sana wana moyo wa kuomba. Wanaume wengi wanawategemea wake zao. Na mimi ndo nilikuwa ni mtu wa kanisani vizuri tu, lakini mke wangu alikuwa hapendi kwenda kanisani. Ile uvivu yani ukaja na kwangu, yani akaniambukiza. Unajua shetani huko hivyo. Akishaona wewe kukuingia ni ngumu, anamtumia mtu wako wa karibu. Anakuja na kushawisha na mwisho siku naona utafanya unazama huko. Mimi nilikuwa ni mtu wa kanisani sana, lakini kwa vile mke wangu alikuwa ni mvivu, basi ule uvivu wake ukaniambukiza ukaja kwangu. Sina tena matumaini ya kumwona yule mrembo yule kanisani kule, sababu tuko kanisani kwenye siendi tena. Kwa pia nishaamua kumpenda mke wangu. Kwa maisha yalikuwa safi kabisa. Sasa miezi 3 tangu tufunge ndoa mimi na mwanamke wangu, mimba ilikuwa inazidi kukua, ingawa sio sana, ila ukimwona tu unajua kabisa huyu ni mjamzito. Hatukugombana tena na kila kitu kilikuwa kinakwenda poa sana. Ukawa mwezi wa 4, hospitali namsindikiza vizuri kabisa na daktari ndo yule yule. Na kuna siku mke wangu alijisikia vibaya sana. Basi nilitingwa. Na vile mke wangu anapenda mwenye maisha mazuri. Na naona najitahidi kusema ule kumtotoa out. Nilikuwa najitahidi. Amebadilika. Hata kama hajui kazi, lakini naona ile upendo upo na anajitahidi kuweza kunijali na kunipenda. Hapa sasa ndio anavyojisifia kwamba ana mume mzuri. Kunipamba sasa kwa watu. Tunaenda kwao kusalimia wazazi, wanafurahia. Tunaenda na kwetu, familia zina mahusiano safi kabisa. Nafurahi kuona hili kwa mke wangu.
huku ndani ya moyo wangu nawaza mke wangu huyu akijifungua salama nimpe zawadi ya gari ya ndoto zake ambalo huwa anasema mara kwa mara tu. Kifupi kwamba nikaanza kuona ndani hii miezi 3 mimi nina furaha, miezi 4 hii ndoa yangu mimi nina furaha. Lakini kuna jambo la ajabu hapa ambalo lazima niwaambie, ni kuhusiana na simu ya mke wangu. Simu ya mke wangu haikai ovyo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama una mwanamke wako, noti hii. Wanawake ni viumbe ambao sio watu ambao wanazingatia sana simu. Unaweza kukuta simu imekaa ovyo ovyo tu. Sometimes unaweza mpaka ukawa unamwakia kwamba mke wangu hebu kuwa makini bwana, simu itapotea, au mke wangu bwana kuwa makini, tunza simu. Wanawake ni watu fulani hivi ambapo yeye akishakaa akikaa na simu yake anaweza kanyanyuka simu akaiacha hapo hapo. Sasa kwa mke wangu ilikuwa tofauti. Oya, simu yake haikai ovyo. Muda wote simu kafanyaje? Haikumbatia hivi. Wakati raha ya mwanaume sometimes upige simu ichelewe kupokelewa. Unapiga simu kwa mfanyakazi wa ndani anakuambia dada yuko nje kule amekaa, simu amesahau ndani. Kuna ile raha unajisikia mwanaume, mke wangu sio vitu vyake, sio mambo yake. Ili kuna muda mwanaume unajisikia raha kumsema mke wako bwana hebu kuwa karibu na simu bwana, hivi na hivi, ili unajisikia raha. Lakini huyu mwanamke wangu mimi, simu muda wote kafanyaje? Kaikumbatia. Yaani muda wote simu koli. Kitandani simu, jikoni simu, ukiwa na yeye simu, akikaa mwenyewe simu. Jamani, kuna muda mpaka chooni anaenda na simu. Hadi chooni. Na ndio maana nasema mara mia angekuwa labda anasikiliza simulizi za Anko J, ungesema okay, anaenda jikoni amevaa earphone anasikiliza simulizi, mtu namuelewa. Yuko sebleni kakaa anasikiliza simulizi za Anko J, mtu namuelewa. Labda kaenda chooni yuko na simu yake anasikiliza simulizi, hapo mtu namuelewa. Kwamba okay, Anko J ndio ni msimuliaji mzuri, mke wangu kasha data kashapagawa na huyu kaka, lakini si simulizi, ana enjoy, anaburudika, anajifunza. Lakini hasikilizi simulizi, muda wote yuko na simu. Wakati sometimes chooni kule ni starehe, lakini mtu anakaa hivi na simu. Kweli? Hata kama ndo kutap screen jamani. Kwa hadi wakati wa kuoga unaenda bafuni na simu ndo tap screen. Muda wote mke wangu yuko na simu. Simu ya mke wangu ni adimu. Ukishinda naye nyumbani, kuiona simu yake sio rahisi. Na akiwa na simu utaona ndo ana furaha sana, yani anacheka. Sasa ukimuuliza, mama, muda wa mimi na wewe uko wapi? Au simu ndo imekuoa? Unacheka na nani kwenye simu? Utasikia huyu rafiki yangu Giana, huyu Giana ndio yule rafiki yake mkubwa yule. Najua mnamjua msikilizaji. Kwa anajua akishasema ni rafiki yake Giana, anajua mimi sitasema kitu. Basi mimi naambia nyie tena hapo umbea tu mnakalia umbea. Basi anacheka kweli kweli. Lakini ndani ya nafsi yangu kulikuwa kuna waka moto. Na dawa ya huu moto ilikuwa ni kuuzima. Na mimi nauzima vipi? Sina hata maji. Ilibidi nianze sasa kumfuatilia mke wangu bila yeye mwenyewe kujua kwenye swala la matumizi ya simu yake. Basi kila nikiwa naye kitandani najifanya nimelala, kumbe nilikuwa natazama anavyofungua simu yake. Au nikiwa naye ndani ya gari nafuatilia hilo tu. Yaani kana chungulia vinaangalia simu yake lock, anataka nikalili lock. Mpaka nikaja kujua namba zake za kufungulia simu yake, nikaja kujua zile password. Siwezi kusahau. Ilikuwa ni 258987. Yaani hata niamsho nikiwa kwenye koma, kama siwezi kuisahau hii namba. Ilikuwa ndo namba ya kufungulia password ya kwenye simu yake. Baada ya kuijua sasa, nilikuwa nashika simu ya mke wangu usiku. Kila napotaka kufungua simu ya mke wangu, kuna roho inaniambia bro, rudisha simu. Kama unipenda ndoa yako, rudisha simu. Humo hutokutana na masimulizi ya Anko J ndugu yangu.
rudisha hiyo simu. Yaani roho yangu hiyo inaniambia, ninaposhika ile simu ya mke wangu nikitaka moyo nauma. Hoya, rudisha simu. Nafsi inakuja, kwa nini umfuatilie mke wako umeshamuoa? Ungemfuatilia kabla hujamuoa. Ushamuoa unamfuatilia nini? Lakini kuna roho ikawa inaniambia chukua simu ujiridhishe, chukua, fungua, huyo ni mke wako wa ndoa. Fungua baba, fungua uone ndani kuna nini. Hey, we hapo msikilizaji, unanishauri nini? Nakumbuka siku ilikuwa ni Jumamosi, tumefanya mambo yetu chumbani, nikajifanya nimechoka. Mke wangu akanibusu pale, akaingia bafuni. Nilibaki pale kitandani, nimeshika ile simu yake, lakini nimeshika simu yake naogopa. Yani simu ya mwanamke wangu nimeshika na kaa hivi. Mara nikaisi mke wangu anatoka bafuni, haraka nikarudisha, nikafumba macho kaa nimelala. Mke wangu akaendelea pale kuvaa nguo zake, alafu alipomaliza akatoka na simu yake. Imagine mke wangu kaniacha mimi chumbani, ni wazi alikuwa anakwenda kuangalia masuala ya jioni jikoni. Hapa sasa na mimi nikaingia bafuni, nikaoga, nikavaa vizuri tu, na kisha nikashika sasa simu ya mke wangu. Nakumbuka nilibonyeza 25. Ndio simu nimeshika. Nikabonyeza pale 25. Nikashusha pumzi. Nikaendelea pale 25 9987. Simu ya mke wangu ikafunguka. Hii hapa. Picha linaanza, simu imefunguka, loki limetoka, ujumbe huu hapo unaingia tini. Ujumbe unasomeka: mpenzi, kusema ule kweli mimi siwezi kuvumilia. Penzi lako linanizidia, penzi lako kilomita 150. Una utamu wa kila siku, baby, nataka tena. Nataka nikufanye. Nataka nikufanye baby, mpaka ukimwona mumeo uniite mimi. Nakupenda we mjinga, napenda kila kitu kuhusu wewe, kubabake. Hiyo message ya kwanza. Yaani nimetoa loki kwenye simu ya mke wangu ile. Ndio siku ya kwanza nashika simu ya mke wangu. Nataka nimfuatilie, nimchunguze kwa nini yuko busy na simu. Natoa loki ile. Na simu inafunguka. Inafunguka na mjumbe ndio unaingia kama huu hapa, unakutana nao Hamad huu hapa bwi. Kudadeki mtu anamsifia mke wangu kwamba mke wangu mtamu na ana enjoy na anataka amdinye sana. Jamaa linajitapa kwamba limdinye mke wangu mpaka mke wangu anisahau mimi. Mazee, mnajua degedege? Nilikuwa natetemeka hivi. Yaani nimeshika simu na tetemeka. Afu kumbukeni mimi ni mke wangu wa ndoa, nimemfunga naye ndoa kanisani kabisa. Nikazipiga screenshot zile message. Nikazituma kwangu. Zilikuwa ni nyingi vibaya mno. Zilikuwa ni nyingi. Yaani leo kama nisema nianze kuzisoma zile, mke wangu angenikuta. Nilipojitumia kwangu ndo ndipo sasa nikawa nazisoma. Bwana, zile message ukiziangalia unaweza ukasema sio mke wangu. Yaani zile message ukizisoma hivi, unaweza ukasema huyu mimi sio mke wangu huyu. Huko sasa anavyochati na hao wanaume, huko anavyoact, huko anavyosifiwa na hao wanaume kwamba hilo umbile mama, umbile hilo linanichanganya mimi. We mtoto unamshepu wewe. Choka mbaya. Yaani watu wanamsifia mke wangu. Bora ingekuwa kumsifia kwamba wanakula kwa macho, it's fine. Lakini wanamsifia kwamba tayari washamdinya na listi soya mwanaume mmoja. Yaani bora hata ingekuwa mwanaume mmoja. Kila mwanaume anayemsifia ni kwamba tayari ashaonja utamu. Huyo ni mke wangu mimi wa ndoa. Nimefunga naye ndoa kanisani na nikapa naye kwamba nitadumu naye milele na milele, kipodo kitutenganishe.
Alafu mbaya zaidi, kumbe bado ile michezo mke wangu anaendeleza. Michezo ambayo mimi nilijua nimeweka kule kwa bahati mbaya huko mitaroni. Kumbe wanaume ndo namsifia kwamba ana mzigo. Ana mzigo mtamu. Mke wangu namdinya. Na mbaya zaidi unamdinya. Serious, swafichi. Message tena naona mtu anasifia pale kwamba wewe mtoto na kitu, wewe mtoto na kitu. Msikilizaji, sitaki kusema naogopa huu mwezi wa Kwaresma, mwezi wa Ramadhani, lakini mjue mke wangu anamsifia kule kwenye nani ule. Wanamwambia una kitu. Yaani uko ndo mtamu nachanganyikiwa. Na zile kelele zako zile ukizipiga zile bina kwa hoi. We mwanamke, kwani uliolewa wewe? Yaani mimi huko ndo nikifanya nikipiga deki huko. Yaani mshikaji ndo anasifia kwa mke wangu kwamba akipiga deki ile ndo anachanganyikiwa. Afu mbaya zaidi anamwambia tuachani. Hata kama umeolewa lakini afu mbaya zaidi sasa mke wangu anajibu zile message kwa anamsifia yule mwanaume. Una balaa wewe, kusema kweli unanivuruga. Yaani ukishaniweka kuna changanyikiwa. Na hapo sijakupa vizuri, subiri nishushe hili tumbo hili nikupe. Yaani mke wangu ananichiti kumjamzito. Kweli hii mimba yangu wewe. Yaani mke wangu anamwambia mbaba mwingine huko ashushe mimba afu ndo ampe vizuri. Yaani hapo anampa na mtumbo, lakini anakwambia bado sijakupa. Nini nilikuwa natetemeka. Yaani nimeshika hivi simu nimeshika hivi natetemeka. Utazani na umwangiri. Mke wangu sijui ana umalaya au sijui nini, sielewi. Mke wangu ni mshenzi, malaya mbwa. Hata wewe malaya mwenyewe akasome. Mke wangu ilikuwa ni kupindukia. Sasa hapo kabla sijakutwa nikajiambia hapa na hii hali, maana nilikuwa natetemeka. Nikasema mimi huyu nitamtafuta. Kwa nikachukua ile namba nikaingiza kwenye simu yangu. Ile namba nilipokuja kuiingiza kwenye simu yangu, msikilizaji, kumbe ile namba ipo kwenye simu yangu. Yaani nilipochukua ile namba, huyu mshenza anaichata na mke wangu, nikachukua ile namba nihamishie kwenye simu yangu. Naikuta nilisave Max huyu mimi ni msimamizi wa ndoa yetu. Ni kama kaka kwangu. Anafanya kazi kwenye kampuni yangu miaka na miaka. Kumbe ndo anamkula mke wangu. Kumbe ndo analala na mke wangu. Na kuhusu mimba ndo nikawa sielewi, msikilizaji, hadi ndo nilichanganyikiwa. Yaani kwa mazingzongo haya nayoyaona, hata mke wangu ananiambia hii mimba ni ya kwako. Ngumu kuelewa. Mtu pekee ambaye nilikuwa ndoa yangu ikinishinda naenda kupata ushauri kwa Max. Kumbe Max ndo kwanza namuingilia mke wangu, anaingia kote ajali. Mlango wa jikoni, mlango wa wani, anaingia kote. Dunia ina huruma nyi baba. Nilijikaza kama mtoto wa kiume. Nilijikaza niendelee kuangalia, lakini nilikuwa nashindwa niseme nini, msikilizaji. Mbaya zaidi, hata dokta ambaye mimi ndo nilimpeleka mke wangu, kumbe dokta naye kashalala na mke wangu. Yule dokta yule alikuwa anatushauri kwamba kumbe dokta naye amemkula mke wangu. Kumbe mimi nikitembea mtaani, kumbe mimi nilikuwa nachekwa.
Kumbe dokta naye alikuwa ananicheka ile siku. Huyu dokta ndo alikuwa ananiambia madhara. Dokta ndo alikuwa ananiambia madhara ya kwamba utakiwa kuingia kote kote kwa mke wako. Kumbe dokta naye anakula mke wangu. Tena anakula kote kote dokta huyu. Dokta huyu. Naishiwa nguvu, hata kulia siwezi. Dokta huyu ndo alikuwa ananiambia, kijana, usifanye hivyo kwa mke wako, madhara ni haya, hata umabawasiri, sijui dhambi, kusijui na nini. Lakini kumbe naye tena anamla mke wangu, tena anakula huko ambako anasema kuna madhara, na tena anasifia kwamba nukutamu huko. Basi pale nikawa nataka kurudisha ile simu nilipokuwa nimeichukua, maana moyo ulikuwa unapasuka, moyo ulikuwa unavuja damu. Nikaona pale namba haina jina inaingia kwenye simu ya mke wangu. Nikafungua. Hapo nilichokiona nilichoka. MC wa kwenye ndoa yetu, mke wangu ameshalala naye. Amelala naye na picha zipo hapa, wametumiana wakiambiana ni namna gani walikuwa wamekumbukana. Nilijamisha kila kitu kwenye simu yangu, na kisha nikafuta nilichoona ambacho yeye hakuona. Alafu mimi nikaondoka zangu, nikatoka mule chumbani, lakini nilikuwa nimechanganyikiwa. Ili natoka hivi namuona mke wangu yuko hapa. Nilizidi kuchukia. Akaniita, mme wangu, upo sawa? Kwanza nilishusha pumzi. Nilimwangalia mke wangu jicho moja la hatari mno. Najua mnataka kujiuliza nilimfanya nini mke wangu, lakini kusii msikilizaji, usikose katika sehemu ya 3 mzigo mtamu wa kuitwa Love of My Life. Inaitwa Lonely. Hii ilikuwa ni sehemu ya 2. Tumefika hapo tamati ambapo jamaa kashashuhudia uchafu wote wa mwanamke wake. Na sasa ndo anatoka chumbani, anataka kuondoka. Mke wake huyu hapa anaingia. Anamuuliza, mme wangu vipi, uko sawa? Na tena bila aibu, huyu mwanamke anamuita, mme wangu uko sawa? Jamaa hapo ndo ameshatoka kuona uchafu wote wa mke wake. Unadhani atafanya nini? Hata kama ndo ngikuwa mimi Uncle Jay, naruka na kichwa. Lakini yote kwa yote, vipi ile mimba kweli ni ya mshikaji? Hata ningekuwa mimi naikataa. Hebu tukutane katika sehemu ya 3 tupate kujua nini hasa kitakachoweza kuendelea. Mimi naitwa Uncle Jay, mzigo mtamu kutoka kwake Agatha, Queen of Stories. Bye bye kwa sasa.